makosa, dawa namba 78 ya mako ya kututakasa, ya kututakasa bila damu yake Yesu. Tena hakuna kabisa ama inayotakasa takasa ila damu. Tuimbe ubeti wa kwanza, tuimbe ubeti wa kwanza. Sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Oh, hapendezewi Mungu bila damu yake. Dawa ya makosa, ewe Bwana, ila damu sema tena hakuna sina mwili
katai ya mesa kapa. Mwadhimishe Bwana. Maandiko yanasema naye Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lipitalo majina yote. Kwa jina hilo pepo zinakimbia. Kwa jina hilo neema ya Bwana inaingia kwenye malango yetu. Sekata mahali yetelemo sekata mahali alenda masukata arima sakea rameto sekata. Tunakiri Bwana, hatuna msaada mwingine, ni wewe peke yako, ni wewe peke yako, ni wewe peke yako, ni wewe peke yako. Rabasika ramenda katusa shabraka kanama. Endelea kumwadhimisha Bwana. Usinyamaze mtu wa Bwana, usinyamaze mtu wa Bwana, usinyamaze mwana wa Mungu. Hatuna msaada mwingine, ndiyo tunakiri Bwana, hatuna mwingine, ni wewe. Hatuna msaada mwingine, na ndiyo maana tumeingia imani mwako. Jioni ya leo tunatamani udhihirisho wa neema yako. Sakaraba ya nelele bosiana rameseketera aleto sekatai elinya masaka aremo siana maha enia maseketema arete kesia andelisha kaya andelia kata. Mahali pengine Musa anasema kama uendi nasi Bwana hatutaki kutoka hapa. Yebasuka alijua siri ya kwenda na Bwana katika maisha yake. Shakata kama letoskata aluta mandege labesha kata repata rapa katea. Kutana na Bwana jioni ya leo. Yama sekata. Kutana na Bwana jioni ya leo. Kutana naye, kutana naye, kutana naye, kutana naye uso kwa uso. Abarasekete yemelede shaka amenda kasuta imelede shaka endelele busiana marangaka osakala na mabaya yeta barana mariana makosa. Mwambie Bwana, naomba uniguse jioni ya leo. Haijalishi nimepita mahali gani, haijalishi nimeshindwa mara ngapi, lakini nahitaji mguso wako jioni ya leo utakaonyaosha kila hali mbaya kwenye maisha yangu. Tunamwona yule mama aliyetokwa na damu wakati mwingi kwenye maisha yako alipokutana na Bwana. Hebu tukiri wote. Sina mwingine, 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 sina mwingine. Usipoenda nami sitoki hapa. Watajuaje kuwa nimepata neema? Ione imeniweka na imeniwezesha kushinda. Usipoenda nami sitoki hapa. Watajuaje kuwa nimepata neema?
unaweza kumshangilia Bwana. Radeshe kamaru, mwadhimishe tena kwa kelele za furaha katika jina la Yesu aliye hai. Mwadhimishe tena, mwadhimishe tena, usiogope. Mwadhimishe tena, mwadhimishe tena, mwadhimishe tena. Pigie kelele za furaha. Yeye anapenda kelele. Aliangusha kuta za Yeriko kwa kelele za watakatifu wa Bwana. Magonjwa mengine hayahitaji kukemewa, yanahitaji kelele za furaha katika jina la Yesu aliye hai. Nione mtu mmoja akimwadhimisha Mungu mahali hapa jioni ya leo. Yekatamarabo sikata rena masuta rabaka elina maskoteba. Mwadhimishe, usiogope. Rapasikataba rena masuta rabrana baka elina masote ne marana baka. Tumshukuru Mungu kwa kinywa chako. Mfalme, tunasema asante kwa neema ya kuabudu tena. Tunasema asante kwa sababu tumeinua sauti zetu kusifu na kutukuza wewe Bwana. Hiyo ni ishara ya shukrani zilizo ndani ya mioyo yetu Mfalme. Tunaposogea tena mezani pako Bwana, ukatuhudumie sana mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Kila ufahamu ulio kinyume na ufahamu wa Roho wa Bwana tunauangusha chini na kutamka utii na unyenyekevu wetu kwa ufahamu ule ambao Roho wa Bwana anauachilia kwa ajili yetu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na kila aliyepokea aseme amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine nzuri. Kristo ametupa neema na kibali cha kuweza kuwepo mbele zake. Najisikia vizuri kukuona. Nisaidie kumsalimia jirani yako. Nisaidie kumjulia hali. Karibuni sana ibadani. Kwa kweli tujisikie huru kuendelea na ratiba ambayo tuko nayo. Kwa dakika chache kabla sijakuongoza kwenye maombi machache ambayo tutayaomba leo na nikuongoza pia kwa neema ya Mungu katika ushirika mtakatifu, ninaomba nikuongoze kwenye somo ambalo tumekuwa nalo kwa siku karibia tatu kutoka Jumapili jana na leo. Kwa neema ya Mungu ndio tutakuwa tukimalizia ili somo. By the way, hongereni kwa ajili ya siku 30 za mfungo na maombi. Zimeisha kama hazijaisha hivi eti. Mungu awabariki sana kila mmoja wetu. Kama Mungu alikupa neema ya kushiriki angalau kwa uchache, Mungu akubariki. Wale ambao pia tumeshiriki kwa uaminifu, Mungu awabariki pia. Siku yoyote ambayo uliitoa, mtumishi wa Mungu Malili, naomba unisaidie mic na miruzi hivi. Nadhani hai na gain kidogo. Kwa wale ambao tumeshiriki kila mmoja kwa sehemu yake, Mungu akutie nguvu na akubariki, na iwe tabia yako sasa. Hata tusipotangaza hapa kanisani, iwe ndio tabia yako na ndio utaratibu wako hasa. Namna ya kuitikia matamko ya kiungu ndio kitu ambacho nakufundisha. Umepunguza sana Malili. Namna ya kuitikia matamko ya kiungu. Asante hapo. Namna ya kuitikia matamko ya kiungu. Na tayari nilianza kukufundisha Jumapili juu ya nini hasa maana ya matamko ya kiungu, na jana nikakufundisha ufunuo ulio nyuma ya hayo matamko ya kiungu, kwa maana ya kwamba nini matamko ya kiungu hufanya, nini matamko ya kiungu hufanya. Kwa hiyo tuliangalia ufunuo nyuma ya hayo yanayoitwa matamko ya kiungu, na tulikaa kwenye ile sura ya 6 kitabu cha Hesabu pale. Kutoka pale kwenye sura ya 6 kitabu cha Hesabu tulichambua kila tamko, kila baraka ambalo Mungu alikuwa akiwatamkia wana wa Israeli. Audio? Okay. Kila tamko ambalo Mungu alikuwa anatamkia wana wa Israeli kupitia wale makuhani. Tukaangalia nini maana ya baraka, tukaangalia nini maana ya ulinzi. Sawa? Wangapi tunakumbuka ile Hesabu sura ya 6? Tukaangalia pia maana ya nini baada ya kuangalia baraka na ulinzi. Turudi pale kwenye Hesabu sura ya 6, Humphrey.
Tukaangalia maana ya Mungu kumuinulia mtu uso, maana ya Mungu kumulikia mtu nuru za uso wake, maana ya Mungu kumpa mtu amani. Yote hayo tuliangalia na yalikuwa ni ya muhimu sana, kwa sababu nilizungumza jambo la msingi. Hauwezi ukapokea kitu ambacho haujaujua ufunuo wake ama ukweli wa muhimu nyuma ya hicho kitu. Kwa tunaweza tu kukipokea kitu vizuri ama katika namna nzuri kama tumefanikiwa au kama tumejua ufunuo ulio nyuma ya hicho kitu. Kwa sasa jambo la msingi ambalo natamani uweze kuconclude sasa na kutokana na hapa ni kwamba yanapoachiliwa matamko makubwa ya kiungu ya Mungu kwa ajili yako, kitu kinachoachiliwa na kupokelewa ni ufunuo wa yale matamko. Tumeelewa vizuri watu wa Mungu Ni ufunuo na maana nyuma ya yale matamko, sio tu maneno, ni ufunuo. Hata katika ile vita ama ule ugomvi wa Esau na Yakobo, kilichokuwa kinagombaniwa pale sio maneno tu ya kawaida, mere words. Hapana, sio maneno, ni ufunuo nyuma ya yale maneno. Kwa baba anamwambia Yakobo kwamba tazama, harufu ya mwanangu ni nzuri kuliko harufu ya mashamba. Sasa Yakobo akaitu kwenye hilo neno peke yake, anaweza kuingangania hiyo baraka kiasi ambacho akawa tayari atakugombana na kaka yake kwa sababu moja tu ya ufunuo ulio nyuma ya hilo neno ama nyuma ya hayo maneno. Kwa leo naanza kufundisha katika jina la Yesu Kristo, tunayaitikiaje matamko ya kiungu? Tunayaitikiaje matamko ya kiungu? Na nataka tuanzie mahali fulani pazuri. Nikwambie tu kwamba namna ya kuyaitikia matamko ya kiungu inahitaji mtu kujihusisha katika vitu hivi ambavyo nakuelezea hapa. Narudia, ni namna kuitikia matamko ya kiungu inahitaji ufanye namna ya kujihusisha au kuhusisha ufahamu wako, usemi na mwisho wa siku matendo yako, na kuyafanya yaendane na kile ambacho Mungu anakizungumza. Narudia tena, namna ya kuitikia matamko ya kiungu ya Mungu ni tendo la mtu anayetamkiwa sasa kuhusisha ufahamu wake, usemi wake na hata matendo yake, na kufanya hivyo vyote vitatu, ufahamu, usemi na matendo, viendane na kile ambacho Mungu anazungumza. Kama mtu anayesikia hawezi kuvihusisha vitu hivyo vitatu, kama hawezi kuvihusisha vitu hivyo vitatu na kuvifanya viendane na kile ambacho neno la Mungu linazungumza, huyu mtu tayari anakuwa amekosa namna nzuri ya kuitikia lile neno la Mungu. Kwa hiyo habari ya kuitikia matamko ama kuitikia neno la Mungu itakuhitaji uhusishe ufahamu, uhusishe usemi na uhusishe matendo yako, na kuyafanya yaendane au ya align na kile ambacho Mungu anakizungumza. Kwa hiyo kama maeneo haya matatu hayajaathirika na matamko ambayo Mungu anayazungumza, maana yake bado hujapokea. Lazima maeneo haya matatu yaguswe na zile athari za kuguswa kwake ziwe wazi kabisa, zionekane. Ndio tunasema huyu sasa kweli ameyaitikia na yuko tayari kuweza kuyadhihirisha. Kwa utakuja kugundua kwamba mwitikio sahihi wa neno la Mungu huwa unaanza na ufahamu, au mwitikio sahihi wa matamko ya Mungu huwa unaanzia kwenye point ya ufahamu, halafu una develop unakuja kwenye point ya usemi, halafu una develop unakuja kwenye point ya nini? Ya matendo. Maeneo haya matatu ni maeneo muhimu sana kwa muamini. Waamini wengi ambao wako kwenye ile level ya chini kiroho ama wako kwenye ile level ya wastani kiroho, ni kwamba wameweza ama wamefanikiwa katika moja ya mambo hayo matatu na sio katika yote. Kwa ukiona muamini ni muamini wa wastani, tafsiri yake ni kwamba anafahamu vitu, sio kwamba hafahamu, anafahamu vitu, lakini kwa bahati mbaya havijageuza ukiri wake wala matendo yake. Huyu ni muamini wa wastani tu. Muamini wa viwango vya juu kabisa ambaye anaendelea vizuri kwenye ukuaji na ukomavu wake kiroho, haruhusu tu kuishia kwenye kufahamu, anaenda kwenye level ya ukiri, pia anaenda kwenye level ya utendaji. Na nitayazungumzia yote kwa neema ya Mungu kwa haraka. Kwa hiyo sasa, namna ya kuitikia neno la Mungu manake ni kulifahamu, au namna ya kuitikia matamko ya kiungu ya Mungu. Kwanza tunaitikia kwa kufahamu. Sawa watu wa Mungu? Pili, tunaitikia kwa kukiri.
Tunapokiri manake tuna align yale tunayoyafahamu na kile alichokisema. Nitakuelezea vizuri. Na mwisho wa siku tunatenda. Tunapotenda tunadhihirisha kile tulichokifahamu na kile tulichokikiri katika jina la Yesu Kristo. Sasa angalia, tuzungumze kwa habari ya ufahamu kidogo. Ufahamu unazungumzia juu ya tabia ama shughuli, ningesema activities zote ambazo akili na roho ya mtu huzifanya kwa habari ya neno la Mungu. Narudia tena. Ufahamu hapa unazungumzia zile activities zote, shughuli zote ama tabia zote za akili, tu hii akili ya kawaida na hata roho ya mtu kwa habari ya neno na matamko ya kiungu ya Mungu. Manake tunapoongelea ufahamu hapa tunahusisha mambo yote yanayohusisha akili ya mtu ya kawaida na hata roho ya mtu kwa habari ya neno la Mungu. Manake tunaongelea tabia zote ambazo akili ya mtu na hata roho yake huzifanya kwa habari ya neno la Mungu. Na utaona activities ama tabia ambazo akili na roho zetu zinaweza kuzionesha ni kama vile uwezo wa kuelewa. Sawa? Kwa tukizungumzia ufahamu kwamba namna ya kuitikia matamko makuu ya neno la Mungu, tunazungumzia habari ya uwezo wa kuelewa hilo neno. Uwezo wa kuelewa. Hii niligusia jana kidogo. Uwezo wa kuelewa. Uwezo wa kuelewa. Kumbuka, haliwi kweli mpaka ulielewe. Kwa tukizungumzia kuliitikia tamko la Mungu ni kuanza kulifahamu, manake tunazungumzia umelielewa kiasi gani? Kwa sababu kumbuka pia, kinachodhihirika, kinachotimia, kinachoachiliwa na kupokelewa sio tu maneno ya kawaida, ni ufunuo ulio nyuma ya yale maneno. Kwa lazima uelewe huo ufunuo. Usipokamata huo ufunuo, hamna kinachotokea. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu eh? Kwa shughuli moja ya shughuli za akili na za roho ya mtu kwa habari ya neno la Mungu inaanzia kwenye habari ya uelewa. Uwezo wa kuelewa. Lakini pili ni upokeaji wa furaha. Tabia alionayo mtu katika kupokea neno la Mungu, je, ni tabia ya furaha? Hiyo nayo ni shughuli mojawapo ya roho ama ya akili ya mtu. Inahusisha pia ufahamu. Ufahamu wa mtu kwa matamko ya Mungu, mbali na kuhusisha uwezo wa mtu kuyaelewa matamko ya Mungu, unahusisha pia uwezo wa mtu kuyapokea kwa furaha. Sio tu kuyaelewa peke yake, ni pia kuyapokea kwa nini? Kwa furaha. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu inahusisha pia imani. Haujalifahamu jambo mpaka uwe umeliamini. Kwa tukisema tunayapokea matamko ya kiungu ya Mungu kwa njia ya kuyafahamu kwanza, manake tunazungumzia uwezo wa kuelewa, tunazungumzia hali ya furaha alionayo mpokeaji, pia tunazungumzia imani alionayo mpokeaji. Na mwisho kabisa kwenye ile eneo la ufahamu, tukizungumzia kwa habari ya ufahamu katika kuyapokea matamko ya kiungu ya Mungu, tunazungumzia upole. Upole niligusia hii nadhani Alhamis iliyopita, habari ya upole. Nikasema maana ya upole ni sawa na utayari wa kufundishika. Utayari wa kufundishika. Kwa hiyo unaweza ukaweka upole /toba. Toba, wakati upole ni utayari wa kufundishika, toba ni utayari wa kugeuza uelekeo. Kwa haujalifahamu neno la Mungu mpaka kwanza uwe umelielewa. Haujalifahamu neno la Mungu mpaka uwe umelipokea kwa furaha. Haujalifahamu neno la Mungu mpaka uwe umeliamini. Haujalifahamu neno la Mungu mpaka likufanye ugeuke na liingize tabia mpya ndani yako. Kwa chochote ambacho Mungu au mtumishi wake anasimama na kukitamka kwa ajili yako, kitahitaji pia vitu hivi vinne ambavyo tayari nimekwisha kuambia. Mathayo sura ya 13 mstari wa 19. Tuangalie hivi vitu kwa haraka sana kwa habari ya ufahamu, uelewa, furaha, imani na toba. Tuviangalie kwa haraka. Mathayo sura ya 13 mstari wa 19. Mathayo 13:19, maandiko yanasema, kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule muovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Angalia maneno yanavyozungumza. Yesu anatoa mfano wa mpanzi. Na jana niligusia nikasema, anapozungumza kwa habari ya zile mbegu ambazo mpanzi alikuwa anapanda, maandiko wala Yesu mwenyewe haoneshi mahali popote kwamba palikuwa pana changamoto yoyote kwenye ile mbegu au kwenye yoyote kati ya zile mbegu. Kwa zile mbegu zote zilizokuwa mkononi mwa mpanzi zilikuwa zina capacity ya kuzaa. Zote. Hapakuwa na mbegu ambayo haina capacity ya kuzaa.
zote zilikuwa zina capacity ya kuzaa. Halafu angalia sasa, huyu mpanzi anaanza kuziangusha maeneo kwa maeneo, na utagundua kinachoweza sasa kuzuia ile mbegu kukua na kuzaa na kukua sio hali ya mbegu yenyewe, ni aina ya udongo ama eneo ambalo ile mbegu ilikuwa imeangukia. Na ukiangalia zile aina za udongo ambazo zinatajwa pale, zinalinganishwa na moyo wa muamini kwa habari ya kuliitikia na kulipokea neno la Mungu. Zile aina zote zile za udongo. Kuna waamini ambao wao ni kama ule udongo uliopo barabarani. Unajua udongo wa barabarani pale unasimama kuelezea nini? Maana yake ni kwamba udongo wa barabarani unaelezea kwamba chochote kinachoangushwa hapa hakipo kukaa, kipo kupita. Ndio maana ya udongo wa barabarani. Kipo kukaa, hakipo kukaa, kipo kupita. Kitapita tu. Kwa udongo wa barabarani hauna uwezo wa kushika ile mbegu. Ndio wanalinganishwa na waamini ambao wanalisikia neno na hawawezi kulielewa. Kwa kama unalisikia na hawezi kuelewa, tafsiri yake ni nini? Ni kwamba hilo neno halipo kukaa, lipo kupita. Na maandiko yako specific sana hapa. Anasema akilisikia neno na asilielewe, huja mwovu kulitwaa lile neno. Huja mwovu. Sikia, mwovu anachokitwaa sio kumbukumbu ya andiko lilo likariri, ni ufunuo wa hilo neno. Kwa unakuwa unalijua Yesu, unalifahamu, hata kwa kichwa unalisema, lakini halina uhai tena ndani yako. Halina uhai, halina mguso. Hauwezi hata ukalisimamia kwenye shida yako specific na ukasema kwamba imeandikwa hivi, ila kwenye kukariri bado lipo kichwani. Lakini kwenye habari ya kutumia ule ukweli wa hilo neno kwenye mazingira halisi, umeshanyang'anywa huo uwezo, umeshazuiwa katika huo uwezo. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa umelielewa. Kwa maana yake ulinzi wa neno au tamko la Mungu kwa muamini upo katika uwezo wa muamini kulielewa hilo neno. Asipolielewa hilo neno, halijalindwa bado. Kinacholinda ni uwezo wa yeye kulielewa. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu eh? Sasa kuelewa ni kufanyaje hasa? Tunaelewa nini? Neno kuelewa pale anaposema kwamba mtu akilisikia neno la ufalme na asilielewe, hilo neno lina maana gani? Asilielewe. Kule kuelewa ambako Mathayo 13 inazungumzia pale kuna maana gani? Kwanza, katika lugha ya Kiyunani neno kuelewa pale linapotafsiriwa kwenye Kiswahili linamaanisha moja kati ya haya matatu ama yote. Jambo la kwanza, inamaanisha kuunganisha vipande vya ukweli ili kupata ukweli kamili. Kwa anaposema mtu anapolisikia neno la Mungu na asilielewe, maana yake ni kusema mtu anapolisikia neno na asiwe na uwezo wa kuconnect dots na kupata ukweli wa mwisho wa nini neno la Mungu katika ujumla linazungumza kuhusu mimi, huyo mtu, hilo neno halijalindwa ndani yake. Maana yake ni nini? Maana yake kazi kubwa alionayo muamini ni kuelewa kwa ufahamu wake nini neno la Mungu linaongea kuhusu mimi na maisha yangu yote. Huo ukweli ni jumla ya mambo mengi ama jumla ya mambo yote aliyoyasoma na kuyaelewa kutoka kwenye maandiko. Watu wa Mungu, hamshangaagi mtumishi wa Mungu anaweza akasimama akasema kibiblia hili jambo halijakaa vizuri. Umeona hayo maneno eh? Kibiblia hili jambo halijakaa vizuri. Hilo neno linamaanisha nini? Kwamba huyu mtu anaouelewa wa vipande katika maandiko ambavyo mwisho wa siku vimetengeneza uelewa kamili wa nini yeye anajua Biblia inazungumza kuhusu jambo au mwenendo fulani. Kama hauwezi kuwa na huo mwongozo wa kusema lakini hili jambo Biblia inakataza, na wanakuuliza inakatazaje au inakataza wapi, ndio unaanza kuwafungulia maandiko, soma hapa, soma na pale, soma na hapa, soma na pale. Kama hauna huo uwezo, hujalielewa. Kwa maana ya kuelewa neno ni kuweza kuconnect kila ambacho Mungu anazungumza na kujenga usemi mmoja au uelewa mmoja, kwamba hili jambo sitalifanya kwa sababu maandiko yananikataza. Umeona hayo maneno, maandiko yananikataza au Biblia inanikataza, ni matokeo ya uelewa wa kile ambacho maandiko katika sehemu tofauti yameongea kuhusu hilo jambo. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu eh? Tunaelewa. Jambo la pili. Nini maana ya kulielewa neno pale? Maana ya kulielewa neno pale, maana yake ni kulitia moyoni kiasi cha kuruhusu lianze kukuathiri na kuzaa matunda. Maana yake uelewa unaozungumziwa pale sio tu uelewa wa kichwa peke yake, uwezo wa kukariri. Ni uelewa kwa maana ya kuliweka neno la Mungu moyoni.
Sasa neno moyo kwenye maandiko, neno moyo linamaanisha, halimaanishi organ inayosukuma damu. Kwenye Biblia neno moyo ni center ama ndio msingi hasa wa hisia za mtu. Moyo mara nyingine inaweza ikaitwa moyo, mara nyingine ile neno inaweza ikaitwa nafsi, mara chache roho. Haya maneno yanafanana nafsi, roho na moyo. Nimesema mara chache roho kulingana na muktadha husika. Sawa? Kulingana na muktadha husika. Lakini mara nyingi moyo na nafsi vinatumiwa kumaanisha kitu kimoja. Na kitu hicho ni nini? Ukiona mahali inazungumziwa nafsi, tafsiri yake ni kwamba inazungumziwa hisia, zinazungumziwa ufahamu ndio unazungumziwa, intelligence, ufahamu. Lakini pia kinachozungumziwa ni uwezo wa kufanya maamuzi au machaguo. Vyote hivi vitatu, hisia, ufahamu na hiari ama uwezo wa kufanya maamuzi, vyote ni shughuli ya nafsi ama shughuli ya moyo. Vyote ni shughuli ya nafsi au shughuli ya moyo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tukisema maana ya kulielewa neno ni kulipokea na kulitia moyoni, maana yake ni kuliacha liwe na athari kwenye hisia zako, liwe na athari kwenye maamuzi yako unayoyafanya, liwe na athari kwenye jumla ya mambo yote unayoyafahamu. Sio, unaelewa vizuri watu wa Mungu? Kuendelea kusoma na kukariri maandiko bila kuyaweka moyoni yaongoze hisia zako, yaongoze ufahamu wako, yaongoze machaguo na maamuzi yako, ndio kunakotengeneza waamini ambao ni wastani. Kama uwezo kaliruhusu neno litembee hapo, maana yake wewe unakuwa muamini wa wastani. Angalia maandiko yale kwenye Mathayo sura 13, nikuoneshe kwenye ile Mathayo sura 13 tena. Nikuoneshe pale kwenye Mathayo sura 13 mstari ule wa 23. Kama unao Biblia haraka, unao Biblia haraka unaweza kunisomea mstari wa 23 kwa haraka sana. Mathayo 13:23. Biblia inasema, naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azae matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Umeona anavyozungumza katika huu mstari kwa habari ya kulielewa neno? Anasema yeye aliyepandwa kwenye udongo mzuri ni yule mtu ambaye analisikia neno na kulielewa. Na anafafanua nini maana kulielewa neno pale? Anasema kuzaa matunda kulingana na lile neno. Kwa haujalielewa mpaka lianze kuzaa matunda ndani yako. Watu wa Mungu, tunaelewa vizuri Haujalielewa neno mpaka lianze kuzaa matunda. Ulikuwa hauwezi kusamehe, sasa unasamehe. Ndio tunasema huyu kweli amelielewa hili neno. Unajua kuelewa neno la Mungu sio kukariri mahubiri ya mchungaji wako na kuweza kuyasema kwa kichwa mwanzo mpaka mwisho. No. Ni hatua nzuri. Na kutia moyo, ni hatua nzuri. Ukialikwa mahali kuhubiri usihangaike. Tumia mahubiri yangu ili usiende kuliaibisha kanisa katika jina la Yesu. Hakuna mahali popote nitakapoyaona mahubiri yangu na yahubiri mahali nikakuita kikao, kwa nini umetumia mahubiri yangu? No, siwezi kufanya hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unatakiwa uongee kile ambacho mwalimu anakiongea mpaka utakapokuwa na uwezo wa kutengeneza cha kwako mwenyewe cha kuongea. Kwa mimi nawapenda sana watu ambao wakialikwa mahali kwenda kuhudumu, anasema nifie nini? Cha kufia nini? Somo la baba hili hapa. Tunatembea humu. Hiyo hapo. Sasa hiyo haimaanishi kwamba ndio umeelewa sana. Hata hivyo ni kitu kizuri, lakini haimaanishi kwamba umeelewa sana. Kuelewa sana ni kuanza sasa kuzaa matunda ya kile ambacho unasema umekijua. Jambo la tatu kwa habari ya kuelewa neno. Inamaanisha nini pale kuelewa neno? Manake ni kuelewa nguvu na ufunuo nyuma ya hilo neno. Kuelewa nguvu na ufunuo nyuma ya hilo neno. Mike moja aende kwa Frederick, moja ibaki kwa CA ili mwe mnapokezana kunisomea maandiko kwa haraka. Mathayo sura 22 mstari wa 29 haraka. Mathayo 22:29. Nimesema point ya tatu, maana ya kuelewa maana yake ni kwamba ni kuelewa nguvu na ufunuo ulio nyuma ya hayo maandiko. Kwa hiyo haujajua nguvu ya hilo andiko na haujajua ufunuo ambalo hilo andiko limebeba, basi haujaelewa. 22:29 Mathayo 22:29 neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Yesu hapa anazungumza na watu wa dini kabisa. Watu wa dini kabisa. Watu ambao tukizungumzia mfumo mzima wa dini ya Kiyahudi hatuwezi tukawasahau Mafarisayo na Masadukayo. Walikuwepo pale ndani, wanaelewa vitu vingi, wanasoma maandiko kuanzia asubuhi mpaka asubuhi nyingine.
wanaelewa maandiko, wanaweza kufafanua sheria, wanaweza akafanya mambo yote. Mpaka sehemu nyingine Yesu akawatahadharisha watu akasema, hawa Mafarisayo wamekaa kwenye kiti cha Musa, hao ni kama hao ndio waamuzi, ni wahukumu wao, lolote analowaambia mfanye fanyeni, lakini kwa msingi wa matendo yao msifanye. Hivi mnaelewa? Anawaambia kwamba wakiwaambia fanyeni kitu fulani, nyie fanyeni, kwa sababu wao wameshika mpini, nyie mmeshika makali, lakini msije mkajaribu kuiga mwenendo wao, kwa sababu wamekariri na hawawezi kuyadhihirisha. Kwa angalia Yesu anapozungumza hapa, anawaambia mnapotea kwa sababu hamyajui maandiko. Mind you, anaongea na watu ambao wamekariri sheria ya Musa vibaya mno, wanaielewa vibaya mno, wanalala na kuamka nayo. Na Yesu anawaambia kwamba mnapotea kwa sababu hamyajui maandiko. Kumbe kuna viwango vingine vya kuyajua maandiko zaidi tu ya kukariri. Kumbe kuna viwango vingine vya kuyajua matamko ya Mungu zaidi tu ya kusema kwamba baba aliniambia 1 2 3 4 na unakikumbuka. Kuna viwango vingine zaidi. Anasema hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Si ndivyo anavyozungumza? Hamyajui maandiko wala uwezo. Tafsiri yake nini? Ni kwamba katika maandiko, yani maandiko ni kifungashio ambacho ndani yake kimebeba uwezo wa Mungu. Ndio tafsiri yake. Kwa ukielewa vizuri, umeuelewa vizuri utendaji wa Mungu. Napenda mahali pengine Timotheo, nitafutia andiko kama nitaliona. Timotheo anaandikiwa na Paulo. Anasema mimi nakupongeza. Nadhani Timotheo wa pili si sura ya kwanza ile. Anasema ni kama anampongeza, anamwambia kwamba umejifunza maandiko ambayo yamekusaidia kupata hekima ya wokovu. Yaani kitu ambacho Paulo tu anakiongea, anamwambia Timotheo kwamba ni kwa njia ya maandiko unaweza kuufikia wokovu. Manake katika maandiko pia kuna nguvu ya wokovu, nguvu ya Mungu ya wokovu ipo katika maandiko. Katika maandiko kuna uwezo wa Mungu upo mule. Kuna mambo mengi ambayo ukishindwa kuyaelewa vizuri unapoteza. Ndio maana Yesu anawaambia watu kwamba nyie hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa kujua maandiko si zaidi ya kukariri, sasa tumeshaelewa na kwamba kila nyuma ya andiko kuna ufunuo na nguvu kubwa ya Mungu. Kwa hata hivyo, huu ufahamu wa maandiko ama huu uelewa na uwezo wa kuyajua maandiko katika namna sahihi ambayo tumeangalia, huwa sio self generated, sawa? Mtu hauzalishi mwenyewe ndani yake. Hilo nililofundisha Jumapili. Nilikwambia kwamba watu wengi udhani kwa habari ya mambo ya kiroho hatuna haja ya kufundishwa, tuna uwezo tu wa kuyaelewa. Na ndio maana wengi wanaheshimu nidhamu za mafunzo kwenye maeneo mbalimbali ama maeneo mengi. Na mahali pekee ambapo hawaheshimu nidhamu ya mafunzo ni kwenye habari ya kujifunza neno la Mungu. Ndio hapa kila mmoja anakuambia, nimesikia nilikuwa nasoma afu nikasikia kaufunuo roho anaongea huko ndani kasauti. Afu anakuja pale analeta vitu ambavyo ukivisikiliza unaona hisi ni dini mpya hii. Mbona dini nyingine hii? Lakini yeye anasema ndio ufunuo wangu. Hakuna kitu cha hatari kama kuwa na kile ambacho nakiita ufunuo wako, na kwa bahati mbaya huo ufunuo uwe ni tofauti na kweli ya Mungu. Huo ufunuo unatosha kukua. Niliandika kwenye kitabu changu cha Gifted but Immature, nadhani mwenye karama ambaye hajakomaa, nikaandika sura moja nikasema ufunuo mpya, tunahitaji ufunuo mpya. Sawa? Na nikasema kuna mtego kwa wahubiri na watumishi wa Mungu wa leo. Huwa wanatamani anaposimama madhabahuni azungumze vitu vipi ambavyo hakuna mhubiri duniani amewahi kuvizungumza. The moment utaanza kutamani kuongea vitu vipi ambavyo havijawahi kuzungumzwa, ndio inaenda kuharibu. Kwa sababu hakuna kitu kipya utakiongea. Kinachoonekana kuwa ufunuo wa pekee na wa tofauti kwetu leo kilianza kuwa ufunuo huko nyuma kwa kina Paulo. Kwa ukitaka wewe utafute umaalum kuliko Paulo, uongee vitu ambavyo hata Paulo hakuwahi kuviongea. Nikamsikia mhubiri mmoja anasema hii nawapiga nayo hapa, hii hata Yesu hakuwahi kuwaambia wanafunzi wake. Nikasema mama yangu anasema hata wanafunzi wa Yesu hawakuwahi kuijua hii. Nataka nikupe sasa hii. Hebu kaa tayari hapa. Hata wanafunzi wa Yesu hawakuwahi kujua. Wewe umeijuaje? Imekufikiaje? Maana ni kitu cha hatari. Sikia nikwambie, mimi huwa nafarijika sana ninapokuwa nimetoka kuhudumu hapa, alafu nikarudi nyumbani, huwa nakaa naanza kupitia mahubiri ambayo nimehubiri, nasikiliza kama ni audio kama ni video, naangalia mwanzo mpaka mwisho. Na ninakaa sasa hapo kama ninayehudumiwa. Si eti kwa sehemu ambazo nilikuwa nasema sema amen, na mimi huku nasema
amen nikiwa naangalia. Sehemu ambazo nilikuwa nakuongoza kwenye matamko, na mimi naanza kutamka yale matamko. Alafu nikishaangalia hapo, naanza kuangalia wahubiri ambao mimi nawapenda, wale ambao nawakubali na nalikubali fundisho lao. Na nikupe siri ya wewe kujua wahubiri ambao unapaswa kuwasikiliza na mimi ambao nawapenda. Ukiona nimemtaja, msikilize. Ukiona sijamtaja, usimsikilize. Wala sina haja ya kusimama hapa madhabahu na kwanza kuorodhesha, huyu msikilize, huyu usimsikilize. Hapa, ukiona ninamtaja mara nyingi, maana yake ninakuthibitishia kwamba huyu nimemsikiliza na nimepima, huyu ni mwanafamilia, huyu analo fundisho la kweli. Kuna mahali atakuvusha. Sasa wewe hivi unaanzaje kumsikiliza mtu ambaye hata mchungaji wako hajawahi kumtaja hata kwa bahati mbaya? Yaani hata kwa bahati mbaya. Nakupa tahadhari kwa sababu Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kuweni makini, sio tu na mnayoyasikia, ila na namna mnavyosikia. Kwa sababu mwenye nacho ataongezewa, asiye nacho atanyang'anywa hata kile kidogo alicho nacho. Ni bahati mbaya sana kwamba huo mfano wa aliye nacho na asiye nacho tunautumiaga kwenye fedha. Lakini maandiko yalikuwa yanazungumzia fedha kwanza. Yalikuwa yanazungumzia uelewa, kwamba mwenye uelewa mzuri yupo mahali pazuri pa kuongezeka viwango vyake vya uelewa. Yule asiye na uelewa, hata kile kidogo anachokielewa anaweza akanyang'anya. Ndio maana hiyo kitu. Na ananyang'anywa kwa nini? Kwa msingi wa yale anayoyasikiliza. Kama anayasikiliza yaliyo sahihi, anaongezewa. Kama anayasikiliza yasiyo sahihi, ananyang'anywa hata kile kidogo ambacho hakuwa nacho. Nikumbusheni nilikuwa naongelea nini katika jina la Yesu. Kwamba nikikaa naanza kusikiliza, na huwa najisikia vizuri napoanza kuangalia clips za watumishi wengine na mahubiri ya watumishi wengine na nini, naanza kuona wanahubiri kile ambacho nimetoka kukihubiri kanisani. Inanifanya nijue niko salama, bado sijakengeuka. Sio, mnanielewa vizuri? Siku ambayo unapaswa kujua kwamba umeanza kukengeuka ni siku ambayo kwenye njia unayotembea ukigeuka nyuma uone mtu, uko mwenyewe tu unafundisha vitu ambavyo ni wewe tu, daa nzima ndio unasikikaga wewe kuvifundisha. Ni wewe tu, hamna mhubiri mwingine mwenye ujasiri wa kuviongea. Kama ni vya Mungu na vina ushuhuda wa Roho Mtakatifu, endelea kusonga. Lakini kama unatafuta umaalumu na upekee kwamba nionekane niko nondo kuliko wengine, badilisha uelekeo katika jina la Yesu. Kwa hiyo, haya mafundisho na huu uelewa huwa haujipandikizi wenyewe. Tunafundishwa na Roho Mtakatifu kupitia watu. Kwa hiyo usije ukawapuuza sana watu kwa sababu tu maandiko yamesema Roho ndio atakayetufundisha, na wewe ukaingia ndani ukajifungia unataka kumsikiliza Roho. Kama umeingia mahali pa siri na unataka kukuwa na mawasiliano ya wazi na mbingu, make sure una vitu viwili. Jambo la kwanza, hakikisha una guidance ya kiongozi wako wa kiroho. Hilo ni jambo la kwanza. Watu wa Mungu, sisi tunaelewa vizuri. Usije ukajichimbia mlimani bila mchungaji wako kujua kwamba uko mlimani, na bila kukuongoza, kukuuliza unaenda kuombea nini uko mlimani. Hilo jambo la kwanza. Na bila kukufuatilia. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, usiende kujichimbia mahali popote kwa ajili ya maombi kama hauna maturity ya kutosha. Kama hauna maturity ya kutosha. Dini nyingi unazoziona ni watu walienda kujichimbia wamsikie Mungu, ndio wakatoka na madude hayo ya hatari. Hawakumsikia Mungu, walimsikia shetani. Do you know kwamba Yesu mwenyewe alimsikia shetani siku akiwa kwenye maombi ya mfungo, siku 40. Tunaelewa vizuri? Alimsikia shetani akimwambia imeandikwa, imeandikwa. Fikiria kama Yesu asingekuwa na neno la kutosha. Si angeachukua yote ambayo shetani anasema, mbona jamaa anataja maandiko, inaonekana yuko vizuri. Angeachukua yote alafu aanze kujiita mwana mgeuza mikate. Amefungua huduma yake ya mwana mgeuza mawe kuwa mikate. Ameshatoka kwenye kusudi lililomleta duniani. Hakuja kugeuza mawe kuwa mkate, na wala hakuhitaji kugeuza jiwe liwe mkate ili kujithibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hakuhitaji hiyo kitu. Watoka na jina la kanisa kabisa hapo. Kanisa la wageuza mikate. Unanielewa vizuri watu wa Mungu? Kwa hiyo unatakiwa uwe na maturity ya kutosha. Kwa hiyo Roho anatufundisha kupitia watu. Maandiko atakusaidia sura ya 8 ya Matendo mstari wa 30. Matendo 8:30 na 31. Yule toashi alikuwa anasoma kitabu cha Isaya. Akamuona Filipo, akamuona kwa mbali. Roho akamwambia Filipo, muangalie yule jamaa anasoma kitabu cha Isaya. Mfuate, muulize kama anaelewa. Sura ya 8 ya Matendo. Filipo akamfuata akamwambia, ndugu yangu, hayo unayosoma unayaelewa? Kumbuka ameuliza kodi ya namna ya kupokea neno na matamko ya kiungu ya Mungu. Unayaelewa? Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba usipoyaelewa utayasoma tu kama gazeti na hayataleta matokeo kwako. Mtu wa Mungu, nisikilize vizuri. Unajua mistari michache sawa. Kuna watu hawajaokoka wanaijua Biblia nzima na bado hawajaokoka. Na wanatumia mistari hiyo hiyo kuhalalisha maisha yao ya dhambi. Sio, mnanielewa vizuri watu wangu? Hiyo mistari.
wanatumia kuhalalisha maisha yao ya dhambi. Anakuambia kabisa nionyeshe imeandikwa wapi. Na wewe ukiangalia unaona ni kama haipo hivi. Ni kama haijaandikwa popote. Au jamaa nimshauri afungue kanisa ni nitoe tunajifunza kwake. Wanatumia kwa kuna namna uelewa sahihi unafanya kitu fulani ndani ya mtu. So Filipo akamuuliza yule jamaa, unayaelewa unayoyasoma? Akasema hivi, nitaelewaje kama hayuko wa kunielewesha? Na huo ndio uhalisia vile neno la Mungu lilivyo. Halieleweki mpaka awepo mwalimu wa kukuelewesha. Unajua kwa nini Mungu ameweka hivyo? Ameweka hivyo neno lake kwamba hauelewi mpaka ufundishwe. Ni kwa sababu it takes submission to learn. Si unaelewa vizuri? Inahitaji unyenyekevu kujifunza. Kama watu wangekuwa na uwezo wa kujifunza tu wenyewe on their own, wasingekuwa na unyenyekevu kwa neno la Mungu wala kwa mafunuo ya kiungu ya Mungu. Wasingekuwa na unyenyekevu. Lakini inahitaji mtu awe chini ya maongozi ya mtu. Mara nyingine huyu mtu anayekuongoza akufundishe vitu ambavyo ni kama tofauti. Wewe umemwambia nifundishe Biblia, yeye anaanza kukupa kazi. Kazi, nisaidie kubrush viatu, nisaidie kufua nguo. Ndio kazi ambayo Elisha alikuwa anaifanya kwa Elia. Sikiliza nikwambie hichi kitu ukielewe vizuri. Elia alikuwa na chuo kinaitwa chuo cha manabii. Ana manabii anaowafundisha namna ya kutabiri kule. Halafu Elia anakutana na Elisha, anamtupia vazi, Elisha anaacha mifugo yake, anamfuata Elia. Tena Elisha hakuacha tu mifugo yake hivi hivi. Maandiko yanasema akazifungua zile nira, ile miti aliyofungia ile mifugo. Alikuwa na jozi 2 za ng'ombe. Was it 2? Nitatafuta hilo andiko. Lakini alikuwa na jumla ya ng'ombe karibia 24 hivi. Alikuwa nao pale. Sasa anafungua zile nira, anazitumia kama kuni, anapika wale ng'ombe wote, anagawia wana kijiji. Anasema mimi nataka nimfuate huyu ndugu, nitaambatana naye. Maana yake anachokifanya, anageuka nyuma, anachoma daraja in case mambo yakiwa magumu kule asije akarudi alipotokea. Anachoma daraja. Na wewe mpaka leo hujachoma daraja. Wewe hujachoma daraja wewe. Ndio maana unakuja unaenda okay, mambo kidogo yamekuwa magumu, unageuka kidogo nirudi kidogo huko duniani nijipumzishe, nipoze moyo. Sababu hujachoma daraja. Yeye Elisha alichoma kila kitu. Then akaanza kumfuata Elia. Angalia maandiko yote yanapozungumzia mahusiano ya Elia na Elisha. Hayasemi kwamba Elisha alikuwa ni mwanafunzi wa Elia ambaye Elia alikuwa anamfundisha neno la Mungu. Hapana, Elia alikuwa anawafundisha manabii. Ila huyu alikuwa anambrashia viatu. Si mnanielewa vizuri? Huyu alikuwa anambrashia viatu. Alikuwa anamwandalia nguo. Alikuwa anamsaidia kupanga nguo zake vizuri anapoenda kuhubiri. Anambebea na Biblia. Elisha asingekuwa na akili angesema nimefuata neno la Mungu, nijifunze neno na maandiko. Mbona jamaa hata siku moja au ni mwezi wa pili hafungui Biblia lakini ananituma kazi nyingi mno? Angejiuliza hivyo. Unajua nini? Siku ambayo Elia anaondoka, wale manabii wa chuoni kule wanakutana na Elisha. Wanamwambia wewe, unajua sisi tumejifunza kutabiri, haya mambo tunaelewa vizuri. Unajua kwamba bwana wako anaondoka leo. Nilipenda siku moja mzee wangu alikuwa anafundisha hichi kitu. Akasema kwamba hawa jamaa walikuwa wanamrefer Elia kama bwana wa Elisha. Unajua hiyo inamaanisha nini? Yaani ni watu ambao wapo kwenye chuo cha Elia, ila wanapoongea na Elisha kuhusu Elia, wanamwambia hivi, unajua kwamba bwana wako anaondoka leo. Maana yake ni bwana wako wewe, sisi sio bwana wetu. Yaani huyu ni wako wewe. Sisi yeye ni comrade, tupo sawa naye. Ila kwako huyu ni nani? Ni bwana. Sisi huyu ni mwenzetu, ni blaza wetu. Tuko sawa naye. Hilo ndio kosa ambalo utalifanya, kudhani watu wote wako sawa. Na nishakufundisha. Nikasema mafuta huwa ya flow kwenye level. Mafuta yana flow kutoka juu kuja chini. Kwa siku ambayo utakubali kuwa chini ya watu wengine, utafaidi mafuta yao. Na ndio maana kujifunza neno la Mungu huwa kunahitaji submission. Ukae chini ya mtu ambaye hata kufundisha tu maandiko kwa matendo kwamba hapa Mathayo unaelewa ninachosema, hapa siku nyingine atakufokea tu kwamba mbona unafahamu mambo ya kijinga wewe, sikuelewi ni nini unachokifanya. Siku hiyo tu atakwambia nenda sehemu fulani kanichukulie mzigo wangu. Kwa sababu neno linatakiwa kueleweka, sio kukaririwa, na ili lieleweke lazima litiliwe kwenye nini? Kwenye matendo. Ndio sababu ya kwa nini tuna wajuaji wengi kwenye hichi kizazi kuliko wanaojua. Wajuaji ni wengi. Kwa sababu wamesoma vitu vingi, ni haka kadogo kamejifungia ndani, mimi sitoki mpaka nisome. Kamesoma vitu vingi na hakapo chini ya mtu yoyote, hakana mahali kana submit.
Alafu kanakuja tukanasema unajua baba wa kiroho, wewe umezaliwa tunakuona. Tunakuona, mbona tunakujua? Na mimi namuogopa sana mtu ambaye hawezi kusubmit au hana mahali anaposubmit. Huyo ni mtu hatari. Sikiliza dada yangu, kaka yangu, hata kama unaoa ndugu yangu, hata kama unaolewa. Nishakwambia na narudia, usikubali kuolewa na mtu ambaye anasema mimi sinaga mtu naye muogopa. Huyo mtu ni mtu hatari sana. Simuogopi mtu maishani mwangu mimi, simuogopi mtu yeyote. Huyo ni mtu hatari. Anakupa tu taarifa in advance kwamba siku tukigombana hakuna mahali utaenda na tutapata suluhu. Kwa sababu mimi ndio wa mwisho. Si mnanielewa vizuri? Mimi kuna mambo nikiyakorogaga kwa mama yenu hapa, kuna mambo nikiyakorogaga, naona anashika simu anaenda pale anaona namba ya baba, anamwambia, "Nini unataka kufanya? Nini unataka kufanya baby? Tukae tuzungumze." Kwa sababu kuna mtu maishani mwangu nimeamua kumuogopa. Mtu ambaye hata akinipigia simu hivi, natamani mpaka nipige magoti. Hivi do you know your feeling kwamba baba anakupigia simu mpaka unahisi kama hapa natakiwa nilale chini au nipotee kabisa niongee nikiwa sipo duniani Kwa ile hisia ulionayo na ile nafasi ya heshima uliompa. Ukikosa mtu wa jinsi hiyo ambaye sauti yake ikikwambia tulia, unaweza kutulia. Ukikosa mtu wa jinsi hiyo, wewe ni mtu hatari. Wewe ni lidude fulani ambalo linaweza likalipuka muda wote, na likilipuka hakuna mtu atakayesaidia. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Tupo kwenye kizazi cha namna hii na kizazi cha hatari, lakini neema ya Mungu ni kubwa katika jina la Yesu. Mtu anakuambia, yani kabisa eti mtu anakuambia mimi pale nyumbani hamna anyenizingua. Pale nyumbani anaishi na mama na baba yake na kaka zake. Na anasema hakuna anyenizingua pale. Na wewe kabisa unasema nampenda mimi, unataka anioe. Una akili nzuri. Una akili kabisa nzuri na inafanya kazi. Anasema hakuna anayenizingua, na kati ya hao ambao hakuna na baba na mama wapo umo. We. Hiyo sio haikupaswa kuwa taarifa kwako kwamba huyu siku tukigombana huyu si mama, si baba, si kaka, si mjomba, atamkalisha na kumuonya. Hiyo ni taarifa hiyo. Kwa hiyo run. Nehemia sura 8 mstari wa 8 haraka. Nehemia sura 8 mstari wa 8. Neno la Mungu linafundishwa ndio liweze kueleweka. Halieleweki bila kufundishwa. Muda wangu umekimbia. Sasa tumalize haraka hapa. 8 Nehemia. Nehemia sura ya 8 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, nao wakasoma katika kitabu katika Torati ya Mungu kwa sauti ya kusikilika, wakaeleza maana yake hata wakayafahamu yaliyosomwa. Sawa, ni baada ya kufanya ule ujenzi au katikati ya shughuli ya ule ujenzi wa ukuta. Sasa Nehemia anapewa maagizo wasome neno la Mungu watu waweze kulielewa tena na kila kitu. Anasema walikuwa wakisoma na kufafanua hayo maandiko yanamaanisha nini ili watu waweze kuelewa. Kwa sio tu kusoma peke yake, unahitaji mtu wa kukuelezea hii inamaanisha nini. Ndio uelewa wa neno la Mungu unavyojengwa. Sura 24 hatutaisoma, iandike tu 24 ya Luka mstari wa 45. Yesu akakutana na wanafunzi wake 24:45, akakutana na wanafunzi wake. Baada ya kukutana na wanafunzi wake akawa anaongea nao habari zake mwenyewe na wasijue, na baadaye maandiko yanasema akawafungulia ufahamu ama akawapa ufahamu waweze kuelewa yale ambayo alikuwa anafanyaje, anazungumza. Hauwezi kulielewa neno la Mungu isipokuwa amesimama mbele yako mtu anayeyafunua yale unayotaka kuyaelewa ili aweze kueleweka. Sawa watu wa Mungu, kwa habari ya ufahamu wa neno la Mungu kama namna ya kwanza ya kuliitikia na kuitikia matamko yake, tusema kwamba kwanza unatakiwa kulielewa, pili unatakiwa ulipokee kwa furaha. Haujalifahamu mpaka upokeaji wako uwe wa furaha. Sasa nielewe vizuri hapa. Kulipokea neno la Mungu kwa furaha sio kucheka wakati ambapo neno linahubiriwa. Sio kucheka wakati ambapo matamko yanatamkwa kwamba matamko no, sio hiyo kupokea kwa furaha. Sio hiyo. Hii inahusisha vitu hivi. Angalia vitu ambavyo vinahusisha. Kwanza, inahusiana sana na nafasi uliolipa neno la Mungu kwenye maisha yako. Haulifurahi mpaka ndio liwe namba 1 priority, kipaumbele cha kwanza kwenye maisha yako. Haulifurahi wala hujalielewa mpaka ulifanye ndio liwe kwamba kile ambacho neno linasema ndicho hicho mimi nachukua mwenendo wangu kutoka hapo. Yaani ni hivi, muamini hana mwenendo wa kwake binafsi. Mwenendo wa muamini ni jumla ya yote ambayo neno linasema kuhusu yeye. Kwa mpaka siku ambayo utajua kwamba haya maamuzi kwanza nisifanye, niangalie neno linasemaje.
ama niulize kwa wenzangu neno linasemaje, ama nimuulize kiongozi wangu kwani neno linasemaje, nataka nifanye hili jambo kwani neno linasemaje kuhusu hichi kitu, mpaka ufikie hiyo point ya unyenyekevu ya kuangalia neno linasema nini, ndio umelipa kipaumbele na nafasi ya kwanza. Kwa hiyo kulipokea kwa furaha inahusiana na umeliweka wapi kwenye maisha yako. Watu huweka vitu vya thamani kwenye mioyo yao. Ndio maana akiwa ndani akasikia tu uko nje natoka gari yangu hiyo sasa ndio kitu ambacho kipo kwenye nini? Kwenye moyo wake. Kwenye moyo wake ndio kitu ambacho kipo kwenye moyo wake. Kose ukitaka kujua kitu ambacho kipo kwenye moyo wako na umekipa moyo na upendo wako, angalia muda unaotumia pamoja na hicho kitu. Utajua umekipa nafasi kiasi gani. Yaani kuna vitu ukianza kuvifanya hata hujui muda unaendaje. Ujue tu kwamba hicho kinakula muda wako. Na tulizungumza kwenye ibada fulani Alhamisi sijui hapa, tukasema chochote ambacho kimereplace nafasi ya Mungu ndani ya moyo wako kimequalify kuitwa sanamu. Kwa ibada ya sanamu sio kwenda kuabudia magogo yale yaliyochongwa. Ni tumevipa nafasi vitu gani ndani ya mioyo yetu, huku tukimtoa Mungu na neno lake kwenye mioyo yetu. Sawa? Hiyo ndio maana nzima ya ibada ya sanamu. Kwa hiyo inahusiana na wapi umeliweka neno la Mungu au umelipa nafasi kiasi gani, lakini pia inahusiana sana na upo tayari kuacha nini cha thamani au kinachokugharimu ili kuchukua mwenendo wa neno la Mungu, ama kualign mwenendo wako na matamko makuu nayo tamkiwa. Narudia. Furaha, kupokea neno la Mungu kwa furaha ama kupokea matamko ya neno la Mungu kwa furaha inahusiana na kwanza unayapa nafasi kiasi gani hayo matamko ya neno la Mungu kwenye maisha yako, lakini pili uko tayari kuacha nini cha thamani ama kinachokugharimu. Upo tayari kuacha nini kwa ajili ya neno la Mungu? Kuna watu hapa wanapenda neno la Mungu, wanapenda kulisoma, wanapenda kulisikia, na wanadhani hiyo ni level moja na ya mwisho na inatosha. Analipenda neno kwa hisia, mkono wa kushoto ana tabia ambayo hataki kuiachia. Katika namna ya kiroho hujalipokea kwa furaha. Kwa sababu kulipokea kwa furaha inahesabiwa na umekubali kuacha nini unachokipenda na kukithamini ama ulichokizoea sana kwa ajili ya hilo neno. Hapo ndio umepokea kwa furaha. Umekubali kuacha nini? Hakuna kitu umekubali kuacha kwa ajili ya neno, bado hujajifunza namna ya kulipokea kwa furaha. Paulo anasemaje? Na yahesabu mambo yote kuwa takataka kwa uzuri wa kumjua Kristo. Lazima kuwe kuna vitu ambavyo vitakuwa vinapungua kwa kadiri unavyolipa nafasi neno la Mungu. Kama hakuna kinachopungua kwa kadiri unavyolipa nafasi neno la Mungu, tafsiri yake ni kwamba haujajifunza bado, haujaelewa bado, haujafikia bado level ya kulipokea kwa furaha. Kwa umekubali kuacha. Kuna aina ya tabia ambazo huaga tuko tayari kuziexpose na kuziweka tu wazi hata mbele za Mungu. Unapoenda kuomba, Mungu hii tabia nimeichoka. Lakini kuna tabia zingine huaga ni tabia hizo zimekaa kinamna fulani. Hata tukiwa tunaomba hapa, ombea tabia yako, kwanza unaangalia kushoto na kulia. Nasema hapana, hapa siwezi kuomba. Huyu mwana akisikia hii itakuwa ni balaa. Kwa hiyo namwambia Mungu, kama ile unayojua ile bale ile. Sasa hizo hapo huaga zinakuwa ni tabia ambazo zinatuumiza, zinatuchosha, zinatudrain kabisa, lakini hatukogo tayari kuziacha. Si huaga zinafanya nini na maisha? Sielewi, huaga zinafanya nini na maisha yetu? Yaani unaweza huyu ni mdudu, hichi ni kidonda na hutaki kukiacha, mpaka kinabadilisha jina kinakuwa donda ndugu. Kidonda ambacho kimekuwa ndugu yako wa karibu sasa. Yaani badala ya kukitibu kazi yako kubwa wewe ni kuendelea pale kugongelea msumari, alafu kidogo unafutafuta damu, maisha yanaendelea. Sasa haujalipokea vizuri neno mpaka likufanye uyaache hayo. Mpaka uruhusu kuyaacha hayo. Sasa niliwaambia pia kwamba sehemu mojawapo ya kuishi maisha matakatifu ni kweli inahitaji msaada wa Mungu kwa ajili yako. Hiyo ni sehemu mojawapo, lakini sehemu nyingine inahitaji maamuzi yako kuachana na kile ambacho unataka Mungu akutoe pale. Haujaamua utoki, Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kwa furaha ya kupokea neno inaweza ikakufanya ufanye kitu tofauti na kucheka. Mtu anaweza akapokea neno kwa furaha na akawa analia. Yaani anasoma Biblia au anahubiriwa na analia. Kwa sababu kuna mahali neno limeenda kugusa. Na tulitarajia, kwa sababu ndio upokeaji wa furaha, tulitarajia atoke anacheka. Na atoke anacheka. Kuna mahali limepiga, limegusa, limegonga pale mpaka anakosa namna ya kuliitikia, na baki tu analia, anasema Mungu wangu.
Mungu wangu. Ndio upokeaji wa furaha. Upo tofauti na hisia ambazo wengi huwa tunadhani huwa zinazaliwa. Yesu mwenyewe anasema kwamba ukinipenda utalishika neno langu. Si ndivyo? Kwa maana yake hata mbele za Yesu, upendo wa kumpenda Yesu sio hisia, ni uwezo wa kutii kile ambacho anakizungumza. Na ukijipima katika hiyo engo utagundua wewe bado hujampenda Yesu. Wewe una hisia tu. Wewe una hisia tu na Yesu. Wewe unamwonea tu huruma pale alivyokufa msalabani, unamwonea huruma, lakini bado hujaanza kumpenda. Kumpenda Yesu ni kuachana na yote na kuanza kumtii yeye. Ndio anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama Yesu angepima upendo wetu kwake kwa hiyo level, tungechujwa sana. Tungechujwa sana. Yesu nakupenda, mali yangu. Alafu anakuuliza, mbona jana nilikwambia ufanye na hukufanya? Hisia zote zinakata, unarudi kwenye uhalisia. Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Mwisho kabisa, maana ya kulifahamu neno la Mungu ni kulipokea kwa imani. Ni kulipokea kwa imani. Tulizungumza hiyo, ni kulipokea kwa imani. Kwa ufahamu unahusiana na kulielewa, ufahamu unahusiana pia na imani, na hicho kingine ambacho tumetoka kuzungumzia muda si mrefu. Napenda Waebrania sura ya 4 mstari wa 2 na 3 kipengele A pale haraka haraka tusome Waebrania sura ya 4 mstari wa 2 na 3 pale kipengele A. Ni sura ya 4 mstari wa 2 na 3. Neno la Mungu linasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao. Kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Malizia na hiyo 3 kipengele cha kwanza. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile. Okay, angalia. Anawazungumzia wana wa Israeli na namna ambavyo walifeli katika kudhihirisha mambo makuu ya Mungu na hasa kuingia nchi ya ahadi. Ndio muktadha wa kitabu. Anasema neno lile ambalo wao walihubiriwa halikuzaa matokeo kwao kwa sababu hawakulichanganya na imani. Kwa muamini anapaswa kuwa mkemia. Neno linapohubiriwa kazi yake ni kuchanganya neno na nini? Na imani. Hiyo ndio kazi yako. Yaani wewe kila neno unalolipokea chukua imani weka pale, kusanyisha vyote viwili, imani na neno. Kinachozaliwa ni matokeo, madhihirisho, manifestation ndio inazaliwa kwenye ile unganiko hapo. Hiyo ndio kazi yako. Simesoma maandiko anasema kwamba walilisikia lakini hawakulichanganya na imani. Hawakulichanganya na imani. Anasema lakini sisi tunaoamini tunapewa kuirithi ile raha. Si unanielewa vizuri? Sisi tunaoamini kuna manifestations huwa zinatokea. Kwa hiyo haujalielewa neno mpaka ulichanganye na imani. Haujayapokea matamko mpaka uyachanganye na imani. Haijaishia mchungaji kukuambia utakuwa. Unaamini kiasi gani kwamba utakuwa? Tena inapokuja kwako sio unaamini kiasi gani kwamba utakuwa, ni unaamini kiasi gani kwamba, nataka ufunuo aliopata ufunuo kwamba imekuwa. Sio issue ya itakuwa. Inapotoka kwa mchungaji inatoka kama uta. Inapotoka kwa neno la Mungu kabla hujalisoma inatoka kama uta. Ikishaingia kwenye ufahamu wako umekuwa. Ndivyo hivyo namna ya kuelewa maandiko. Usipoelewa kwa namna hiyo utabaki umeyakariri sana lakini matokeo hamna. Lakini jambo la mwisho ni upokeaji wa upole. Ufahamu wa neno la Mungu pia unahusisha upokeaji wa upole na toba. Hii nimezungumzia pale mwanzoni. Yakobo sura ya 1 mstari wa 20 mpaka 22 anasema, wekeni uovu wote pembeni na ubaya uzidio, na mkilipokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani yenu. Ndivyo Yakobo inavyozungumza. Na niliraise hili swali kwenye session fulani iliyopita, nikasema kama anasema hili neno limepandwa tayari ndani yetu, kuna haja gani atuambie tulipokee kwa upole? Kule kupandwa ndani yetu si ndio kulipokea kwenyewe? Tunaelewa vizuri watu wa Mungu? Kwa sababu anasema nanyi mlipokee kwa upole neno lile lililokwisha pandwa ndani yenu. Sasa kama limepandwa na lipo ndani yangu, nalipokeaje tena kati ya lipo ndani yangu? Kumbe Yakobo anachozungumza hapa, anazungumza ufahamu, namna ya kujua kuitendea vema mbegu ambayo ni neno la Mungu. Hapa ninavyokuhubiria ni sawa na mpanzi akiangusha mbegu kwenye aina mbalimbali za udongo. Wote hapa mnajiona mko sawa na madaftari na peni mnaandika, lakini hizi ni aina tofauti tofauti za udongo. Kuna watu hapa ni ule udongo wa njiani, kuna watu hapa vimeo alivyonavyo, majaribu alionayo ndio ile mawe sasa inazuia ule udongo, wengine miba. Yaani maajabu tu, ni maajabu tu. Sasa hii mbegu inaachiliwa,
mind you, katika zile aina za udongo, kila udongo uliguswa na mbegu. Kila udongo uliguswa na mbegu. Kila udongo ulipokea mbegu. Zile mbegu za njiani zilianguka pale kwenye udongo, za kwenye miba zilianguka. Tena za kwenye miba hata zilianza kukua, zikaanza kukua huku zinasongamana na nini? Na miba. Za kwenye mawe zilipenya mpaka chini kwenye udongo ulipo, zikaanza kuchipuka, lakini wingi wa mawe ukazizuia. Ukisoma ile maandiko vizuri, sura 13 ya Mathayo, kwa kila mbegu iligusa udongo. Hata hapa ninavyoongea, hili neno nalo liachilia, sio kweli kwamba utabaki kapa. Yaani kuna vitu utakuwa unavikumbuka hata katika hali halisi za maisha. Utakumbuka mchungaji alisema, mchungaji alisema, mchungaji alisema. Lakini hiyo sio hatua ya mwisho. Iko hatua ya kukifanya kile ambacho kilisemwa na kikapandwa au kikaangushwa ndani yako kama mbegu, kikue. Na hatua hiyo ni kupokea kwa upole. Maana ya kupokea kwa upole ni nini? Neno upole mara nyingi katika Agano Jipya huwa linatumika kuelezea tabia fulani walionao wanyama wa kufugwa, tabia ya kuweza kufundishika. Kwa unaweza kumfuga kirahisi paka, kwa sababu unaweza kumfundisha na akaitikia mafunzo. Siku 2 za kwanza atakusumbua, siku ya 3 anafanya unachokitaka. Na ndio aina ya tabia ambayo muamini anapaswa kuwa nayo inapokuja kwa habari ya neno la Mungu. Maana yake kila mara sura ya 4 ya Waebrania mstari wa 10 na ngapi? 12 sijui, anazungumza kwamba neno la Mungu li hai, tena lina ukali kuliko upanga, lina uwezo wa kutambua mawazo na kila kitu. Anasema hakuna kiumbe kisicho wazi mbele za neno la Mungu. Maana kila kiumbe kipo wazi, kimefunuliwa. Kwa hiyo unapoenda mbele za neno la Mungu, unaenda kwa wazi na mneo kwamba mzee, niko hapa leo kuisikia sauti yako, chochote ambacho hakijakaa sawa na mimi niambie kupitia neno lako. Na anapoanza kukuonesha kwamba hii sio, kazi yako ni kuanza kuruhusu tabia yako igeuzwe na lile neno. Huo ndio upole. Upole sio kukaa kimya. Yaani hii jamaa ongeaga, huo sio upole. Upole kwa msingi wa maandiko ni uwezo wa kufundishika. Uwezo wa kufundishika. Yakobo sura ya 1 mstari ule wa 20 ukiendelea mpaka ule mstari wa 22, anazungumza jambo zuri pale. Anasema iweni watendaji wa neno, wala sio wasikiaji wa saulifu. Kwa mwisho wa siku, mafanikio makubwa kabisa ya neno la Mungu kwa mtu ni kumfanya mtu awe vile Mungu anavyotaka. Sio aishie kwenye kujua, awe vile Mungu anavyotaka. Kwa tabia iliyogeuka na kubadilika ndio mafanikio ya neno la Mungu. Nimezungumzia pia habari ya toba. Toba ni utayari wa kubadilika. Kwa hiyo hujalielewa neno mpaka uwe tayari kubadilika. Isaya 66. Haraka Frederick, muda wangu umekimbia sana, nimewachukulia muda mwingi. Isaya 66 mstari wa 1 na wa 2. Haraka. Isaya 66 mstari wa 1 na wa 2, neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi, mbingu ni kiti cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Twende hapo mstari taratibu. Anasema lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Ishi hapo kwenye kuangalia. Na turudi kwenye matamko ya jana, Bwana akuinulie uso wake. Amen. Anachokisema Mungu pale ni kwamba mtu huyu ndio nitakayemwangalia, kwa maana ya kumkubali, kwa maana ya kumridhia, kwa maana ya kumpa neema. Tunaelewa vizuri eh? Sasa angalia sifa za huyo mtu. Anasemaje? Ni mtu wa namna gani? Mtu aliye mnyonge. Mtu aliye mnyonge, na sio unyonge kwa maana nyinyi nipigeni tu, hapana. Submission, unyenyekevu. Mtu aliye mnyenyekevu, mwenye roho iliyopondeka. Mwenye roho ya kufundishika. Ndio roho iliyopondeka. Huyu ndio mtu ambaye ana neema. Unajua hii ina connect sasa na Petro wa kwanza sura ya 5, Bwana huwapinga wenye kiburi na huwapa neema wanyenyekevu. Anawainulia uso wake wanyenyekevu. Sasa angalia, anasema mtu aliye mnyenyekevu, mtu anayeweza kufundishika, na mwisho wa siku atetemekaye asikiapo neno langu. My Lord, atetemekaye asikiapo neno langu. Unatetemeka ukisikia neno la Mungu. Sasa samanini jamani watu wa Mungu. Sitaki Jumapili nikiwa na ubiri hapa, ama wakiwa na ubiri, kwanza Jumapili tutahubiri, lakini sitaki tu nikaanza kuambia mchungaji. No, sio kutetemeka hivyo. Sawa? Ni ile hofu, lile neno naliruhusu likuze hofu ya Mungu ndani yako. Kuna mwenendo wa submission linatengeneza ndani yako. Kwa anasema nitampa neema mtu ambaye ni mnyenyekevu, ana uwezo wa kufundishika, lakini mwisho wa siku ni mtu ambaye analipokea neno langu kwa hofu nyingi.
Wewe unasomaga Biblia hata umeweka miguu juu eti upo pale nyumbani kwako eti miguu ipo kwenye kochi. Angalia ilivyo ajabu. Yaani hili ndio kochi. Ili ya wanadamu ni watu ajabu sana. Hili ndio kochi hili. Inatakiwa ukae hivi. Wewe unasema leo unasoma Biblia miguu ipo juu, unasoma hivi. Hivi unasoma Biblia hivi. Yakobo akasema hivi, umeinama hivi. Unasoma Biblia simu iko pembeni, ikita tu simu nika Biblia pembeni. Unakuja kushtuka dakika 45 zimekata. Ndio unarudi, nilikuwa nasoma nini vile? Ndio kutetemeka. Angalia vizuri namna ambavyo wana wa Israeli walikuwa wakisomewa Torati, nini kilikuwa kinatokea? Wote walikuwa wanasimama, ngoma inasomwa. Na unajua sasa zamani hapakuwa na mistari wala sura. Kwa hiyo ni uwezo wa msomaji, anataka msome mpaka wapi. Yeye atakaposema basi hakuna si sura ya 5 mpaka ya 6, mstari wa 5 mpaka 6 hamna. Ni yeye akiishia hapo, ndio hapo. Kwa ikimaliza kusomwa ndio mnakaa anaanza kuifafanua. Heshima kwa neno la Mungu. Heshima kwa neno la Mungu. Wewe wakati wa kusoma neno, wakati wa kujifunza neno, yani umekaa, ma distraction mengi umejitengenezea. Achana zile distractions za bahati mbaya. Kuna nyingi ambazo wewe mwenyewe tu umejitengenezea, yani tu mwenyewe umejitengenezea za kutosha. Za kutosha tu ziko hapo. Mara TV iko on, mara simu iko on hapa, mara kidogo ucheze game kidogo, mara upige simu, ndugu yangu mara unatafuna Big G. Hivi hiyo concentration mna ndugu nayo kwamba itakuwepo tu hapo muda wote? Haipo. Umeshindwa kulipokea kwa kutetemeka, kwa hofu, kwa kuliheshimu. Sasa anasema hao watu wenye sifa hizo ndio Mungu ambao atawainulia uso wake. Maana yake atawaridhia, atawakubali, atawapa neema. Na mtu wa Mungu akikuridhia, hakuna mtu atafunga huo mlango. Hayupo. Kama Mungu amekukubali, hayuko mtu atafunga huo mlango katika jina la Yesu Kristo. Mambo mawili ya mwisho mnisaidie tumalize. Kwa sababu mwezi wa 6 haupo tena mpaka mwakani. Mambo mawili ya mwisho ni hili hapa. Tunaitikia neno la Mungu au matamko ya kiungu ya Mungu mbali na kwa njia ya ufahamu, na katika safari yote niliyoelezea huo ufahamu kwa njia pia ya ukiri. Tunaitikia neno la Mungu au matamko ya kiungu ya Mungu. Kwa baada ya matamko kuachiliwa, namna yako ya kuitikia ni kuufanya ukiri wako ufanane na kile ulichotamkiwa. Kwa sababu tuliangalia wakati mwingine tunajifunza somo la imani, tukasema maana ya kukiri maana yake ni kusema sawa na asemavyo mwingine. Ndio maana zima ya kukiri. Kusema sawa na asemavyo mwingine. Kwa kama neno la Mungu limekutamkia jambo fulani, ama mtumishi wa Mungu amekutamkia jambo fulani ambalo ni baraka ya Mungu juu yako, kazi yako kubwa ni kuanza kukiri, maana yake kusema sawa na asemavyo. Ndio maana nikasema kwamba upokeaji wa neno la Mungu unaathiri ufahamu, lakini pia unaathiri usemi. Haujalipokea vizuri mpaka limegeuza usemi wako. Umetamkiwa matamko makuu, wewe sio mkia, wewe ni kichwa. Na dakika 2 tu unatoka kanisani hapo, hauna tu hela ya vocha. Hela tu ya vocha umekosa kwenye zimu. Unasema haya maisha yananiburuza hisi. Yaani maisha yananipiga vibaya mno. Na umetoka kuambiwa wewe ni kichwa sio mkia. Mungu wangu nisaidie. Bana. Yaani nisipokufa mwaka huu mimi sifi tena. Yaani ndio maneno yako hayo. Hayo ndio maneno. Walokole jamani. Hayo ndio maneno yako unayojitamkia. Umetoka kupewa matamko makuu hapo. Ila umekomaa tu na hilo yani. Ukinipigia simu ni baba, nimetoboa na leo bwana. Yaani wewe sasa unakuwa uishi, wewe una survive. Wewe uko kwenye survival mode eti. Yaani siku ikipita yani kwa kweli ni ajabu, na ajabu na kweli. Baba, siamini kama nimeamka asubuhi ya leo, Mwingine akiamka ananitumia message, baba tunaanzia pale tulipoishia jana. Manake shida za jana naanza nazo tena leo hapa. Haitakuwa wewe katika jina la Yesu. Sasa mtaamua tujifunze au tucheke. Tucheke, tuombe, tuondoke. Nisikilizeni vizuri. Angalia, kuna oda ambayo maandiko yanaiweka. Kuna tulieni, Cecil tulia, Frederick tulia, na msiniangalie. Kuna divine order ambayo maandiko yanaiweka kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 8 mpaka wa 10. Hiyo ni divine order ya kupata mpenyo wa chochote. Watu wa Mungu, ninakuombea ifike point ambayo hautakuwa unayasoma maandiko kwa mazoea. Unachokisoma utakigeuza kiwe uhalisia wako katika jina la Yesu Kristo. Haya maandiko tunayasoma siku zote. Hii Warumi inasema maana kwa moyo mtu huamini
na kwa kinywa ukiri hata akapata wokovu. Hii ni divine order, sio tu tuliotumia kupata wokovu, ni kupata chochote chema kutoka kwa Mungu. Inaanza na kuamini, inakuja na kukiri kwa vinywa vyetu, then yanakuwa yetu. Ipo hivyo, wala haina mambo mengi. Ipo hivyo. Ipo hivyo. Kwa tafsiri au maana nyingine ya ukiri ni kujihesabia. Yaani uhalisia uko hivi, ila wewe kuna namna unajihesabia au kuna namna unajiona. Kwa usiruhusu hata siku moja kutengua matamko makuu ya kiungu kwa yale unaokuja kuyasema baada ya hayo matamko. Yaani baada ya kutamkia matamko makuu ya kiungu, unapotoka ibadani, usemi wako ugeuke uwe yale matamko. Hata ukutana na shida, unamwambia kabisa rafiki yako, hii mwanangu mzee si ametutamkia baraka pale, ipo na imeshaisha tayari. Yaani usemi usipogeuka bado hujapokea vizuri. Haujapokea, lazima usemi ugeuke. Kwa kila siku Paulo anaandika katika Korinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 10 na 11. Anasema nilipokuwa mtoto mdogo, nilifahamu kama mtoto mdogo, nikazungumza kama mtoto mdogo pia. Anasema sasa hivi nimekuwa mtu mzima, nabatilisha mambo yote ya kitoto na nabatilisha utoto katika ufahamu wangu na katika usemi wangu. Umeipata hiyo? Wakorintho wa kwanza 13:10 na 11 anasemaje? Kuanzia 10. Tuanzie 11 sasa. 11 anasema nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga. Nalifahamu. Okay, twende mdogo. Mtoto mchanga kusema kama mtoto mchanga sio tatizo, kwa sababu ndio level aliyopo. Kwa hatutarajii Keni yule pale, hatutarajii tu tunaongea naye awe anaongea point, unajua baba mnamo mwaka 70, mnamo mtoto mdogo, mnamo inatokea wapi mnamo? Hatutarajii hiyo kitu. Lakini kuna namna yake ya kuzungumza, anazungumza kulingana na level alionayo. Kwa sio ajabu mtoto mchanga kubehave kama mtoto mchanga. Ajabu inaanzia pale mtu mzima kuanza kubehave kama mtoto mchanga. Hiyo ndio ajabu inapoanzia. Anasemaje? Nalifahamu kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo yote ya kitoto. Kazi ulionayo ni kubatilisha utoto katika ufahamu wako, katika fikra zako na katika usemi wako. Ndio kazi ulionayo. Chochote unachokifikiri isivyo sawa na level yako katika wokovu, utakidhihirisha. Unajua nini? Wengi tumefungwa na vile vifungo vya dhambi na vya kitabia na kila kitu, na huwa tunahangaika kuvibadilisha vile, na hatujui kwamba tunatakiwa kuanza kubadilisha namna zetu za kufikiria kuhusu sisi kwanza na kuhusu Mungu pia. Ukichange namna yako ya kufikiria, umechange tabia zako zote. Huo ndio ukweli. Ajionavyo mtu nafsini mwake, hivyo ndivyo alivyo. Sivyo maandiko yanavyosema? Ajionavyo mtu nafsini mwake, hivyo ndivyo alivyo. Mungu akakusaidie kugeuza fikra zako katika jina la Yesu Kristo. Namna ya mwisho kulitikia neno la Mungu au matamko ya Mungu, alafu niingie kuongoza kwenye maombi, ni namna ya matendo. Kwa hiyo tulisema neno halijaitikiwa mpaka limefahamika, halijaitikiwa mpaka limeathiri usemi wako, halijaitikiwa mpaka limeathiri matendo yako. Kwa hiyo kutenda. Na tendo kuu hapa ni utii. Kwa hiyo tungesema neno halijapokelewa vizuri mpaka mtu amelitii. Sawa watu wa Mungu? Kwa mfano turudi kwenye baraka za jana, anaposema Bwana Mungu akubariki. Tulisema maana ya neno baraka pale ni neno la Kiebrania barak, na maana yake ni kama mtu kubend, kushuka chini, au ni kama mtu kumsaidia kwa huruma mtu mwingine na kumpa chochote anachokitaka. Na katika namna pana ya kumzungumzia Mungu tukasema ni tendo la Mungu kuingilia hali fulani ya mtu na kumpa chochote ambacho mtu anakitaka. Ndio maana zima ya baraka. Kwa hiyo sasa umeshatamkiwa Bwana Mungu akubariki. Maana yake ni kwamba Mungu ameingia kwenye maisha yako ili ahusike na chochote ulichonacho. Baada ya kupokea hili tamko, halitafanya chochote mpaka wewe ujue okay. Sasa kama Mungu ameingia kwenye maisha yangu, maana yake yupo pia kwenye biashara yangu. Hapa nifungue biashara. Hapa nianze kufanya hiki. Hapa uhakika kwamba Mungu yuko na mimi, unisaidie kufanya 1, 2, 3. Hapa niwekeze pale, sitafeli. Kwa nini? Kwa sababu nimeambiwa Bwana Mungu akubariki. Maana yake Bwana Mungu atokee kwenye mambo yako. Sasa kwa nini hatudhihirishi? Kwa sababu tunaishia tu kula matamko. Ame. Alafu inakuja fursa ya uwekezaji, nasema wewe nitajuaje kama sio matapeli? Utajua kwa sababu Mungu yuko na wewe. Utajua Mungu yuko na wewe kukwambia kwamba hapa ni penyewe na hapa sio.
Na mara nyingine Mungu amekuwa akituambia weka hapa, wekeza hii hela hapa. Huu ndio msimu wa biashara. Amekuwa akituambia. Na kwa sababu pamoja na kwamba tuna changamoto za kiroho pengine, lakini mara nyingine na kaubaili pia kanachangia. Hapana. Alafu baadaye wanashangaa waliokuja kufanya ile biashara wote wamefanikiwa. Unabaki niliiwaza ile. Uliiwaza lakini hukuifanyia kazi. Kwa mwisho wa siku neno la Mungu linapokelewa kwa utii. Sawa watu wa Mungu. Sasa mimi nimaliza kufundisha. Naomba tusomee maandiko matatu. Nafunga kompyuta yangu hapa. Mnaniruhusu nimefunga. Maandiko matatu. Nisomea maandiko matatu kwa haraka Frederick. Kwanza Mwanzo sura ya 12, hatuna haja kuisoma. Mungu alipomwambia Abraham toka katika nchi yako, mwisho wa siku yale maandiko yanapomaliza kuorodhesha zile ahadi na matamko ya Mungu kwamba nitakubariki, utakuwa mtu mkuu na kila kitu. Mwisho wa siku maandiko yanasema kwa hiyo Abraham akatoka. Mmeona hao maandiko? Kwa hiyo Abraham akatoka. Hatuoni tu maandiko yakisema Mungu anavyomuita Abraham na kuelezea baraka atakazombariki, alafu Abraham amekaa pale pale. Mwisho wa siku maandiko yanatukuja kutuonyesha kwamba kwa hiyo Abraham akatoka. Kwa kama hakuna neno kwa hiyo, Dickson akafanya. Kwa hiyo Humphrey akafanya. Kama hitimisho la matamko ya Mungu halitahitimishwa na wewe kufanya, hakuna kitu ulichokipokea. Hakipo ulichokipokea. Na kwa bahati nzuri nilisema Mungu anapotamka matamko ndani yake kuna nguvu ya kuumba, nguvu ya kuanzisha msimu mpya na kila kitu. Kwa hiyo yeye hahitaji hitimisho. Tayari anatoka akiwa kamili. Si mnafahamu anaanzia mwisho kabla ya mwanzo. Si mnafahamu? Kwa kama kinaanzia mwisho maana yake kimetimia, kipo complete. Lakini hitimisho la madhihirisho waga linatoka kwako. Kwako. Lazima ufanye. Ezekiel sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Na pia naomba nielezee kwa sababu ya muda. Ezekiel sura ya 8 iandike mstari wa 8 mpaka sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Utaona Ezekiel anachukuliwa na Roho Mtakatifu pale, anachukuliwa na Mungu, anapelekwa kwenye hekalu au kwenye jengo fulani hivi, anapelekwa pale. Halafu Roho anamwambia Ezekiel, kaangalie, kachungulie kwenye kile kitobo pale. Ezekiel anaenda anachungulia kwenye lile tobo pale au lile tundu pale. Halafu Roho Mtakatifu anampa tena Ezekiel maelekezo. Anamwambia anza kuchimba hicho kitobo. Anza kuchimba. Ezekiel anaanza kuchimba lile tobo. Anaanza kuchimba. Halafu baada akiwa amechimba kiasi cha kutosha, anakuja kugundua kwamba lile tobo limefanya mlango. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu, limekuwa mlango. Halafu baada ya mlango kutokea ndio Ezekiel anaona ibada za siri ambazo makuhani wa hekalu walikuwa wanazifanya kwa miungu mingine kisirisiri. Sio, mnanielewa vizuri? Lakini ilianza na nini? Na tobo dogo. Roho alikuwa anamwambia Ezekiel, nataka nikuonyeshe kwamba hili taifa linahitaji toba na limeharibika. Kuna achana na haya mambo unayoyaona na mnayatubia kila siku. Kuna mambo watu wanayafanya kwa sirisiri mahali ambapo hauwezi ukaona, lakini twende nikakuonyeshe leo. Ndio anampeleka kwenye hilo jengo hapo, anasema umeona kile kitobo kile? Chungulia pale. Ezekiel anachungulia, aelewe. Anamwambia chukua, anza kulima, anza kuchimba hapo. Ezekiel anachimba, ndio unatokea mlango pale. Ukuta unabomoka, unatokea mlango pale. Halafu ukitokea mlango pale, ndio Ezekiel anaanza kuyaona yanayofanyika kule ndani. Lakini umeona hiyo point, wengi tunatamani hiyo point ya kuyaona mambo ya siri. Either wanaoyafanya wengine, sijui kwa nini wakati tunatamani kuona Mungu nionyeshe mambo na lengo lako ni kuona mambo ya watu. Sifahamu ni kwa nini wao wanaomba maombi. Unajua ni maombi ambayo hayana msingi kama hauna solution na hayo mambo. Kama unamwomba Mungu akuoneshe mambo ya watu yanayotokea kwa siri, lazima uwe na solution. Baada ya kuona unafanyaje sasa? Na mara nyingi watu ambao wapo disciplined, wamejitia nidhamu kwenye hiyo habari, huwa anaweza akaona na asikwambie chochote alichokiona. Ila watu ambao hawana discipline sasa, yaani nimeota ndoto mbaya, umekufa. Sasa hiyo sio ndoto ya kumwambia mtu kwamba umeota. Yaani hata kama utamwambia sio kwa haraka hivyo, yaani nimeota umekufa. Kuna hekima ya kuyafunua mambo ambayo Mungu amekufunulia kwa siri. Sasa angalia, Ezekiel ndio anayaona hayo, yale ambayo sisi tunayatamani. Either tuyaone yanayohusu watu, ama yanayohusu watoto wetu, ama yanayohusu mahali petu, ama yanayohusu namna Mungu anavyopanda na kushuka kutubariki. Lakini huwa tunadharau tobo dogo. Tunalidharau tobo dogo. Tunataka mlango ufunguke tuyaone kwa uwazi.
Yaani Mungu ukinipa neema mimi ya kuona kwamba yaani kabisa wakaniambia hii kwenye hii biashara utapata faida hii, fanya moja. Yaani kwa wazi kabisa ukinipa hiyo neema mimi nafanya. Lakini haianzii hapo tu kwamba ulale uamke Mungu akufungulie mlango anze. Inaanzia kwenye tobo dogo ambalo unalidharau. Tobo dogo tu ambalo unalidharau. Ndio Mungu anakuambia mambo madogo tu. Leo unapotoka usivae hiyo nguo. Ni jambo dogo tu hata ambalo halina msingi wowote. Wewe umsikilize, kama huwezi kumsikiliza kwenye habari ya nguo, wewe utamsikiliza kwenye habari ya fedha za watu. Kwamba Mungu nipe wawekezaji, nipe wawekezaji. Yaani wewe kwenye nguo zako tu hizo ambazo ukipoteza unajidai mwenyewe haujamsikia. Kwenye hela wewe si utafungwa wewe tuje kuhangaika. Misuli ndio inayotakiwa pale. Watu wa Mungu sisi tunaelewa vizuri. Kwa tukidharau, niliwahi kuwatolea ushuhuda siku moja hapa nikasema siku moja natoka nyumbani, Roho Mtakatifu akaniambia, leo usiache funguo. Sawa? Nilisema hiyo. Nitoa ushuhuda hapa. Nina funguo kadhaa, kila mmoja kwenye nyumba yake ana funguo ile ya spare. Kwamba ikitokea mambo yamekuwa tofauti, usilie sana mlangoni, ile funguo nyingine itasaidia. Mimi waga naiacha tu nyumbani kwenye kabati langu pale naiweka pale. Sasa sikio najiandaa pale na vani toke nije kanisani kwenye maombi, Roho akaniambia hiyo funguo usiache. Nikamwambia Roho, mimi mbona nayo funguo ya kutembea nayo na huwa ninaitunza tu vizuri? Akaniambia hapana, hiyo usiache, ichukue. Nikamwambia haina shida. Nikaichukua nikaweka mfukoni. Nikaja kanisani, nikarudi nyumbani. Hakuna kilichotokea. Wewe unasubiri hapo nikwambie kwamba nikapoteza ile funguo yangu ya siku zote. Haikupotea. Hamna kilichotokea. Hamna kilichotokea. Nilichukua kama alivyoniambia na nikairudisha. Wewe sasa kinachokuzuia usimsikie Roho Mtakatifu ni kwa sababu unataka kila akikwambia baadaye afunue na sababu ya kwa nini alikwambia. Kwa akikwambia usipande hii gari unatarajia baadaye usikie taarifa ile gari imekula mzinga. Ndio useme Roho aliniambia, yani kwa kweli. Inaweza isile mzinga ikafika salama vizuri tu, ila alikwambia usipande hiyo gari. Tunataka kumsikia Mungu na kupata reward ya kumsikia hapo hapo, na ndio maana hatuwezi kumsikia vizuri. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kwa tukidharau mambo madogo, lile tobo dogo, hatuwezi kufunguliwa mlango mkubwa. Kila tamko unalotamkiwa ni katobo kadogo ambako kwa kuelewa kwako na kwa imani yako utalichimba liwe mlango mkubwa. Mind you, baraka sio vitu. Baraka ni maneno yanayokufungulia njia. Hata kama hauoni njia, ukishatamkiwa kwamba mwanangu hapa utapita, wewe usianze kusema lakini mchungaji, lakini Mungu. Mara nyingine unaweza kukaa katika maombi na muomba Mungu na Mungu anakuambia hapa umeshapita, unasema lakini za nini lakini? Yeye akisema utapita ni kwa sababu ameenda mwisho. Amehakikisha mwisho uko salama. Then anakuambia hapa unafanyaje? Unapita katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Sasa, mambo muhimu ya kuyatii ni yapi? Kwanza, tii kila neno la Mungu. Tii kila neno ambalo Mungu kama tu limeandikwa kwenye Biblia, hilo ni kwa ajili yako kutii. Achana na huu uokovu wa fashion ambao vijana wenzetu wanao sasa hivi kukosoa vitu. Fungu la 10 hiyo imeandikwa wapi? Ndio maana ufanikiwi. Unajua ni mambo ya Agano la Kale, wewe ndio maana ufanikiwi. Mimi nilishaacha kujiingiza kwenye hiyo mijadala ya siku hizi. Niliacha. Mimi nimeamua chochote ambacho maandiko yamesema yasingekiandika kama kilikuwa sio kwa ajili yangu kufanya. Ni kwa ajili yangu. Tu nitajifunza namna ninavyopaswa kukifanya ili nisikifanye kisheria, lakini kwa kweli ni kwa ajili yangu. Sasa tupo kwenye jamii ya sasa hivi ambayo vijana wameibuka sasa hivi wanajua vitu, wanakosoa. Anainuka kijana eti mpaka anamkosoa mzee, mtu mzima kama mzee Mwakasege. Unajua pale yule mzee asingefanya, unashika kichwa, Mungu wangu. Hii ndio jamii tulionayo. Anasema unajua mzee sio mbaya sana, yuko vizuri, lakini kwa mzee, are you serious? Lakini kwa mzee, yule mzee ametangulia kabla yako. Kwanza sio tu kwenye huduma, kabla wewe kuzaliwa amekuwa. Yaani wewe leo unafanya huduma kwa raha kwa sababu yeye alitangulia. Na wewe eti leo ndio unainuka eti unaanza kukosoa mahubiri yake. Unajua yule mzee unajua yule mzee. Kuna laana unajua tunajitafutiaga za ajabu sana. Mungu akutoe hapo katika jina la Yesu. Au utakuwa mmoja wao. Nipeni maiki nyingine. Nimekasirika ndio mlifanya maiki yangu kuzidi. Hauwezi kusema watu waliokutangulia na ukawa salama. Nipe tu. Sasa nakuongoza kwenye haya maombi. Hauwezi kusema watu waliotangulia na ukawa salama. Haiwezekani. Kabisa yani gamanywa. Unajua tena hata umuiti baba. Unaanza tunajua gamanywa yule, yani ni kama unamsema sui mdudu gani sui.
Nakumbuka niliwahi kuchapwa siku moja na mama nyumbani kwa sababu alinituma, wageni walikuwa wametutembelea, akatuma hesabu wale wageni wapo wangapi ukanunue soda. Mimi nikaenda kwa hesabu kwa kidole 1 2 bwana, sikuwahi kujua kwamba kunyosha kidole ni dhambi. Sikuwahi kujua kwamba inaweza ikakukosti siku yako yote ikaharibika. Aliniita tu chumbani akasema, "Sam, njoo." Kilichofuata nakikumbuka mpaka leo. Sasa ndio siku hizi watoto wadogo tunawarifaa watumishi wa Mungu kwa majina yao. Yaani Gamanywa, yaani Kakobe. Unajua Kakobe kilichomsaidia Kakobe? Wewe umeanza utumishi juzi unasema kilichomsaidia Kakobe, unajua siri yake Kakobe. Sasa ukishaanza tayari kulitilia shaka neno la Mungu kwa namna hiyo na kuatilia shaka watumishi wa Mungu ambao kabisa wamefanya kazi inayoonekana, kidogo unaanza kuwa na mashaka. Jambo lingine ambalo unapaswa kulitii ni habari ya zile zinaitwa prompting, sawa? Mbali na neno la Mungu kuzungumza, mtu kwenye kinanda, Malili, kinanda nisaidie. Mbali na neno la Mungu kuzungumza kupitia maandiko matakatifu ambayo tunayasoma, Roho Mtakatifu pia anaweza akazungumza kwa misukumo fulani ndani yako. Zinaitwa promptings, misukumo ndani yako. Unajisikia kabisa kwamba nasikia msukumo wa kufanya hili jambo. Kabisa unasikia, tena ni msukumo ambao usipoutii ni kama unanyang'anya amani yako hivi. Unajisikia nasikia msukumo wa kufanya hichi kitu. Sasa wewe hapo uwaga unapata shida, unasema nashindwa kuelewa kama ni Mungu au ni shetani. Nisikilize. Yohana 10:10 inasema mwizi haji isipokuwa anataka kuchinja, kuharibu, kuua na kuangamiza. Tunaelewa vizuri? Unaweza kuwa unasikia msukumo kwamba hebu mtumie yule kaka, mtumie fulani kiasi cha hela. Wewe mtumie tu hicho. Mtumie tu, unasema asije akawa ni shetani. Nisikilize. Shetani hawezi kukusukuma ufanye utoaji. Utoaji ni tabia ya Mungu, sio tabia yake. Umenielewa vizuri? Kwa unaposikia msukumo wa kumbariki mtu na kitu, usiseme isije kama ni shetani hapa, nataka nitumie hii hela alafu baadaye nikutane na shida hapa. Shetani ni baba wa uongo siku zote. Haiko iliyo kweli ndani yake. Sio tu kwamba hawezi kuyafanya mambo ya Mungu, hawezi hata kuigiza kuyafanya kwa muda mrefu. Kwa shetani hawezi akakuagiza eti ufanye kitu ambacho ni mapenzi ya Mungu ili wewe akuangamize. Hapana, hawezi. Ukitaka kujua kwamba huyu ni shetani, ndio ile sauti inayokuzuia usifanye bwana, utaishije? Huyo sasa ndio yeye. Anasema usifanye. Huyo sasa ndio yeye. Kwa sababu yeye hataki ufanye kilicho mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa ni rahisi sana kujua huu msukumo ni wa Mungu au sio. Angalia, je, mwisho wa siku huu msukumo nikiutekeleza unatimiza mapenzi ya Mungu ama hautimizi mapenzi ya Mungu? Kama unatimiza mapenzi ya Mungu, itikia huo mwitikio, itikia huo msukumo na ufanye katika jina la Yesu Kristo. Simama mahali ulipo nikuongoze kwa maombi machache sana, alafu tushiriki ushirika mtakatifu na tuweze kutawanyika. Sasa anza kumshukuru Mungu kama amekuhudumia vizuri. Hauhitaji wimbo wa kuabudu kumshukuru, si eti. Ukiona unahitaji wimbo wa kuabudu na hisia nyingi kwanza kumshukuru, maana yake shukrani yako haitokei mahali penyewe. Anza tu kumshukuru. Sema asante Mungu umenihudumia. Asante kwa kusema na mimi leo, umenisaidia na kuyasaidia maisha yangu. Roho Mtakatifu nakushukuru kwa vile ambavyo umenihudumia kanisa lako. Asante kwa neema ya kukusikia tena. Asante kwa neema ya kukujua kipekee na kitofauti tena. Asante kwa sababu Bwana haujatuacha bila muongozo wako leo. Umetuongoza. Tunasema asante. Anza kumshukuru kwa ajili ya maombi ya mwezi mzima sasa. Anza kumshukuru. Roho wa Bwana tunasema asante kwa maombi ya mwezi mzima ambao tumekuwa nayo. Asante kwa sababu ya haja na mahitaji yote ambayo kama kanisa tumeyasogeza mbele zako. Kama mtu mmoja mmoja tumeyasogeza mbele zako. Kwa ajili ya taifa letu tumeyaleta mbele zako. Bwana, tunaamini yote ambayo tumeyaomba tumekwisha yapokea, nayo yamekuwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, asante kwa ajili ya session nzuri ya leo ambayo umetufundisha namna ya kuliitikia neno lako, namna ya kuliitikia kwa kuufahamu ufunuo ulio nyuma ya neno na yale matamko tunayotamkiwa, namna ya kuliitikia kwa kuruhusu ligeuze na liathiri usemi wetu, namna ya kuliitikia kwa njia ya kulitii. Nami Bwana, maombi yangu
kwa watu hawa ni kwamba hawatapishana na baraka yoyote, hawatapishana na muujiza wowote, hawatapishana na tamko lolote kwa kushindwa kuliitikia kwa namna hizo ambazo tumejifunza siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Kila ninalotamkiwa, kila ninalohubiriwa, kila ninalofundishwa, kila ninalolisoma mimi mwenyewe litanifanya nilifahamu undani wake na nifahamu ufunuo wake, litanifanya nikubali usemi wangu ugeuzwe. Nitaanza kusema kile neno linachosema, nitaanza kunena kile neno linachonena, nitaanza kukiri kile neno linachokiri katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa tangu sasa kuwa na ukiri wangu binafsi, ninakataa tangu sasa kuwa na mwenendo wangu binafsi, ninakataa tangu sasa kuwa na njia yangu binafsi, ninakataa tangu sasa kuwa na namna yangu binafsi, kama ulivyowaambia wana wa Israeli walipokuwa kule Babeli, ukawaambia ninaukomesha usemi huu, hamtautumia tena, kwamba matatizo yamesababisha wazazi na matokeo mabaya wanayapata watoto. Kama ulivyobatilisha usemi huo usitumike tena, ndivyo Bwana leo napokea neema ya kila usemi mbaya, kila usemi unaonikandamiza, kila usemi unaofunga mbingu badala ya kufungua mbingu kwa ajili yangu, kila usemi ambao nimekuwa nikiutoa kuweza kupunguza nguvu yale matamko ya kiungu ninayotamkiwa, kila usemi ninaugeuza katika ulimwengu wa roho na ninaubatilisha sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe unafahamu uliongea nini, na maandiko yanasema tumbo la mtu litajazwa kwa matunda ya kinywa chake. Anza kubatilisha kila maneno uliyoyaongea na yakazuia mbingu kufungukia katika jina la Yesu. Nione watu ambao wanamaanisha katika kuomba kwao. Anza kubatilisha, anza kugeuza katika ulimwengu wa roho. Unao uwezo wa kutamka jambo litakalogeuza jambo lililotangulia. Nami nasimama madhabahuni kama mtumishi wako, Bwana, nikisimama kwa niaba ya kanisa letu, nikigeuza kila usemi wa uduni ambao tumewahi kuutamka, ama kwa kujua ama kwa kutokujua, kila maneno ya uduni ambao tumewahi kulitamkia kanisa letu, kila maneno ya uduni ambao tumewahi kujitamkia mahali hapa, ninasimama mahali pa mamlaka, ninasimama katika neno la mamlaka la Mungu anayejua mwisho kabla ya mwanzo, nikigeuza na kubatilisha kila maneno niliyowahi kuyatamka mahali hapa kinyume na vile ambavyo wewe ulikusudia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yako maneno tulizitamkia familia zetu kwa sababu ya changamoto zilizokutana nazo, tukasema hii familia imeharibika, hii familia imekwisha, watu wataisha kwenye hii familia, tutakufa hata lini, tutaugua hata lini. Tuliyaongea hayo kwa sababu tuliongozwa na hisia za wakati husika na changamoto husika tulizokutana nazo, lakini Bwana, leo tunageuza katika jina la Yesu. Leo tunageuza katika jina la Yesu. Pengine tuliongea kauli za ulimwengu kwamba ni kazi kuwa mwanaume. Tuliongea kauli za ulimwengu kwamba mwanaume ameumbwa ili ateseke. Tuliongea kauli za ulimwengu kwamba haiwezi kuwa rahisi kutoka. Ninageuza katika jina la Yesu. Ninageuza katika jina la Yesu. Pengine tulizitamkia biashara zetu kwamba iache iende hivi hivi, maana mwanzo ni mgumu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, as long as tunayo neema ya wokovu, hauko mwanzo ulio mgumu zaidi ya neema ya uwezesho. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, tunaingia katika ulimwengu wa roho tukigeuza kila matamko, hata yaliyotamkwa kwa ajili ya mitaa yetu, hata yaliyotamkwa kwa ajili ya nchi yetu, hata yaliyotamkwa kwa ajili ya ulimwengu tunaoishi. Kila matamko yaliyotamkwa, kila matamko niliyotamkiwa, kila maneno niliyojitamkia ama kutamkiwa, ninayageuza kama hayaendani na mapenzi yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anza kuomba sasa uwezo wa Roho Mtakatifu juu yako kwa habari ya ufahamu wa neno la Mungu. Kataa ile roho ya kulipokea neno kwa mazoea. Mwambie Bwana, nisaidie kila mara ninapoachiliwa, kila mara ninapoachiliwa nikalielewe, nikalielewe, nikaliamini, nikalifurahie, nikatetemeke mbele zake, nikaruhusu linichonge, nikaruhusu
ruhusu linigange katika jina la Yesu. Bwana, zama za kutembea katika kukufahamu tu kwa maandishi peke yake zimepita. Tunatamani kuanza kukufahamu katika uhalisia, sawa na Gideon alivyosema, yako wapi yale matendo ambayo tuliyasikia ukiyafanya kwa baba zetu huko nyuma. Bwana, ndizo zama tunazotamani turudishe, zama ambazo tutauona mtembeo usio wa kawaida wa Roho Mtakatifu, zama ambazo tutakapolisoma neno litatupa ujasiri wa kuwaendea waliopotea. Sio zama hizi tulizo nazo, tunalisoma neno ili tukabishane, tunalisoma neno ili tukaonyeshane nani anajua zaidi. Tunazitamani zile zama ambazo ukijua tu mstari mmoja unakutosha kuingia mtaani na kuanza kuhubiri injili ya Kristo. Bwana, ukaturejeshe katika uwezo wa kuelewa hasa yale umekusudia kupitia neno lako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Maandiko yanasema wazi kwenye hiyo Mathayo kwamba usipolielewa adui anakuja kulinyakua. Kwa ulinzi pekee wa neno la Mungu ulilotamkiwa ama ulilofundishwa ni wewe kulielewa. Kwa omba maombi hayo kwa kumaanisha katika jina la Yesu. Omba uwezo wa kuliamini. Omba uwezo wa kulisikia kwa furaha. Omba yale mambo yote ambayo tumejifunza kwa habari ya kulifahamu neno la Mungu. Yaombe yale. Hiyo ndio package ya ufahamu. Hiyo ndio package ya ufahamu. Hiyo ndio package ya ufahamu. Muombe Bwana akusaidie kwenye hayo katika jina la Yesu. Usianze kusema kama wengine wanavyosema kwamba mimi neno sio mambo yangu. Mimi mambo yangu ni kuimba tu. Mimi neno sio mambo yangu. Hauna jambo lingine zaidi ya neno. Wewe ni zao la neno. Maisha yako yanaongozwa na neno. Haihitaji uwe mhubiri ili ulijue neno. Wewe kama muamini ni zao la neno na unaishi kwa imani katika neno. Mwambie Bwana, niwezeshe kukuelewa kila mara unapozungumza. Nilipishana na nguvu yako, nikapishana na uwezo wako, kama wale Masadukayo walivyowaambia kwamba wanapotea kwa sababu hawalijui neno la Mungu wala uwezo wa neno la Mungu. Haitakuwa sisi katika jina la Yesu. Anza kuombea, anza kuombea, anza kuombea, anza kuombea hilo jambo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baada ya kuomba hilo, anza kuombea utii wako sasa. Anza kuombea utii wako sasa. Ile tabia ya kwamba unalisikia tu neno linakupa moto muda huo na baadaye unaachana nalo, ikatae. Mwambie Bwana akupe neema ya kulitii neno lake. Kila unachokisikia, kila unachojifunza kikabaki kuwa sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu. Bwana, nisaidie kulitii neno lako. Bwana, nisaidie kuwatii viongozi ambao umenipa mahali popote nilipo. Kama ni katika familia, nipe neema ya kuwatii wazazi wangu. Kama ni ofisini, nipe neema ya kuwaheshimu watangulizi wangu. Kama ni kwenye biashara, kuna watu ambao walianza kufanya kabla yangu. Walianza. Mtu wa Mungu, sikiliza, Bwana anaongea na wewe katika eneo la biashara. Hauna haja ya kuteseka kwa sababu Mungu aliwatanguliza watu kabla wewe haujaanza. Unateseka mpaka leo kwenye jambo moja kwa sababu haujajifunza namna ya kuwaheshimu wale waliotangulia. Bwana akupe neema ya utii na unyenyekevu kwa wale waliotangulia. Kwa wale waliotangulia, Bwana akusaidie kuwaheshimu wale waliotangulia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana anawatanguliza mbele hao ili kukusaidia wewe. Nisikilize vizuri, nisikize vizuri afu tukaliombe ili ombi. Bwana huwa anawatanguliza watu mbele yako. Anawatanguliza watu mbele yako wanaofanya kile utakachokifanya ama kile unachokifanya. Kwa bahati mbaya wewe mwitikio wako unapoona watu wametangulizwa mbele yako, unaanza kushindana nao. Wewe hauwezi kushindana na mtu aliyekutangulia na ukamshinda. Hauwezi. Na hapo ndipo adui alipokutega. Umezunguka kwenye mlima ule ule kwa muda mrefu, kwa sababu watu waliobeba majibu yako, walioanza kabla yako, watu ambao neno la Mungu liliwaamuru wakusaidie kwa mikono yao, wewe umewapiga kwa maneno yako. Wewe umewapiga kule sirini. Hadharani unacheka nao, lakini sirini unawapiga. Ndio maana umezunguka mahali pamoja muda mrefu. Umezunguka mahali pamoja muda mrefu. Hauoni msaada. Ni kama wote wamegeukia pembeni. Hamna ambaye ananyosha mikono yake kuelekea. Sababu umeukata mkono uliopaswa kukulisha.
Bwana akupe neema ya kuhusiana vizuri na watu walio mbele yako. Anza kuomba hilo ombi. Bwana, nipe neema ya kuhusiana vizuri na watu waliotangulia. Nipe neema ya kuhusiana vizuri na watu waliotangulia katika utumishi. Kabla mimi nianze, kuna watu walianza katika kazi yangu. Kabla mimi nianze, kuna watu walianza katika familia. Kabla mimi nitokee, walianza wazazi wangu, walianza kaka na dada zangu. Nipe neema ya kuhusiana nao vizuri. Yale mazoea ya kuishi nyumba moja kwa muda mrefu yasinisababishe nikapoteza kitu cha kiungu ambacho umekiweka ndani yao kwa ajili yangu. Wengine tumehangaika na majibu ya matatizo yetu yalikuwa kwa kaka zetu, yalikuwa kwa dada zetu na kwa wazazi wetu, kwa wake na waume zetu, lakini kwa sababu ya mazoea tumepoteza kile cha kimungu ambacho Mungu alikiweka ndani yao kwa ajili yetu. Bwana, nipe neema ya kuhusiana na watu uliowatanguliza mbele yangu, kwa msingi wa umri, kwa msingi wa experience, kwa msingi wa uwezo, kwa msingi wa nafasi. Yeyote ambaye umemtanguliza mbele yangu kwa msingi wowote, nipe neema ya kunyenyekea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Katika kizazi ambacho watu wanaamini hauhitaji mtu kukusaidia kuwa, hauhitaji mtu yoyote kukusaidia kuwa, ninakushauri heshimu watu ambao Mungu amewatanguliza mbele yako. Yule malaika aliyemtokea Kornelio angeweza kumaliza yote akambariki Kornelio, lakini akamwambia nenda kwa Petro, atakwambia akupasayo kufanya. Mungu anapotaka kulibariki taifa la Israeli, anamwambia Musa, nenda akamwambia Haruni na uzao wake, mtawabariki watu hawa mkiwatamkia maneno haya. Mkiwatamkia Je, Mungu alishindwa kuwabariki hao watu direct yeye mwenyewe kule sirini tu akawabariki kila mmoja akatoka kwenye chumba chake akiwa amebarikiwa? Utagundua moja ya lengo muhimu la baraka za Mungu ni kukunyenyekeza chini ya mamlaka za watu katika maeneo mbalimbali alipokuweka. Kwa ukiwa unatafuta baraka sana kiasi cha kuanza kuwapuuza watu huku ukidhani kwamba hizi baraka zinatoka kwa Mungu moja kwa moja kukufikia nyumbani mwako, umekosea sana. Umekosea sana. Mungu hutumia watu kuwabariki watu wengine. Kimsingi watu ndio mikono ya Mungu. Kwa nini nakuombea sasa, inua mikono yako, nakuombea sasa, hautapoteza msaada wa kiungu kupitia mtu yeyote ambaye Mungu amemsimamisha mbele yako katika jina la Yesu. Imetosha nyakati ulizopoteza watu wa muhimu na haitatokea tena katika jina lenye uweza la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen.